Karibu msikilizaji katika sehemu ya 7 ya simulizi yetu nzuri inayokwenda kwa jina la Moyo wa Msafiri. Katika sehemu iliyopita, sehemu ya 6, tulikuwa tumeishia pale ambapo mtaalamu wetu yule alikuwa amefanikiwa kumaliza kundi la Skywalkers kwa msaada mkubwa wa Mansuri wengine ambao walikuwa wamekuja pale kuja kumsaidia. Na baadaye ilionekana helikopta moja ya Burris ikiwa inashuka, na baadaye kameshuka kake Mudede ambaye alikuwa ameshangaa kumuona Yuri baada ya miaka 10 kupita. Nini kiliendelea? Basi twende pamoja katika sehemu hii hapa ya 7 tupate kujua nini ilikuwa ni hatima ya simulizi yetu. Mimi director Owen na mtunzi wa simulizi yetu anakwenda kwa jina la S. Hussein Vumbi. Na tuko tunaelekea mwishoni mwa simulizi yetu. Mwisho wa simulizi ni mwanzo wa simulizi mpya inayokwenda kwa jina la Kona ya Msalitiwa. Ni kupitia YouTube channel ya Simulizi Mix au WhatsApp 0677062012. Ukitucheki hapo basi kwa uzuri kabisa na kunaipata simulizi hiyo kwa uzuri sana. Kutoka hapa Simulizi Mix, director Owen nikiwa niko nyuma ya mic. Tunaendelea msikilizaji na simulizi yetu tamu kweli ya Moyo wa Msafiri. Yule alimkumbatia kaka yake binamu kwa furaha kubwa sana. Mudede hakuamini kama anamuona tena Yuri baada ya miaka 10. Furaha ikajenga ndani ya mioyo ya watu wao. Nilijua tu chui jasili hafi kwa sauti ya simba wanaopiga kelele, alisema Mudede akiwa na machozi ya furaha. Alimshika Yule mashavuni akimtizama kana kwamba ni Yule mwenye miaka 14. Bado sura ya Yule ilikuwa ni ile japo nywele zilikuwa na bridge. Chui wa safari kaka. Chui huyu anawawinda hadi mamba na viboko kutafuta njia ya kuvuka mto. Chui ana elimu kubwa ya ulimwengu, alisema Yule akimtizama kaka yake huyo kwa bashasha na hamu kubwa sana ya kumuona. Okay, wa usalama wa nchi na jipo amenipa muda mfupi sana wa kuwa hapa na kuondoka na watu wangu, hivyo tuondoke. Kuna mwenye hadi mbaya? Yes, ni Ferisha, hali yake sio nzuri. Ana majeraha makubwa. Kwa haraka Yule aliagana na kina Keri ambao waliwatakia kila la heri. Mudede, Yuri na Felisha, Shauni na askari walikuwa wameingia kwenye helikopta hiyo iliyopaa taratibu na kulikata anga. Safari kaiva. Feri alikuwa na hali ya udhaifu akiwa amejiegemeza ubavuni mwa Shauni, rafiki yake ambaye amepita naye kwenye kila ugumu. Mwendo wa anga dakika 48 ulitosha kabisa kufika Sayadi. Majira ya saa 5 na dakika 21 ndio mida ambayo helikopta ilitua Burris office Sayadi. Walishuka kwenye uwanja wa kutulia helikopta ambao ulikuwa ndani ya uzio mkubwa sana wa ofisi hizo za Burris. Yule alimbeba Feli kwa kumbeba kama mtoto. Yaani mkono mmoja tu ulikuwa umemshika Feli mgongoni na mkono mwingine ulikuwa umemkamata vyema mapajani. Huku kichwa cha Feli kikiwa kimegilazwa pembeni mwa bega na shingo ya Yule. Walitembea mpaka ndani ya jengo kubwa. Walifika eneo lenye ukumbi mkubwa ambao una viti vingi na masofa na meza. Eneo hilo kwa muda huo lilikuwa na watu wa familia tu. Obafemi ndiye baba Yuri na mke wa Obafemi ndiye mama Yuri, mtoto wa kwanza wa Obafemi Ruzaki kaka Yuri, na Mira mtoto wa pili wa Obafemi dada yake na Yuri. Kombo baba wa Ferisha, mke wa Kombo mama wa Ferisha, Makopa baba wa Shauni na mke wake Makopa mama yake na Shauni, Inara mtoto wa pili wa Makopa mdogo wake na Shauni. Hizi ni familia 3 ambazo zililipuka kwa furaha baada ya kuziona familia zao. Wengine wao walikuwa busy na simu zao, huku mzee Makopa, Obafemi na Kombo wakiwa busy na stori zao za hapa na pale, maana walijikuta wakiwa wamekuwa marafiki wakubwa mno. Mrs. Obafemi, Mrs. Makopa na Mrs. Kombo nao walikuwa wanapiga stori zao za kina Mira. Vicheko vilitawala mno kwenye sehemu hiyo. Ruzaki na Inara ambao wao walikuwa wamekaa sofa la peke yao walikuwa wanaongea na kucheka. Wao ndio walikuwa ni wa kwanza kuwaona kina Yuri. Inara alimuona dada Shau, japo Shau alikuwa na nywele za rangi nyeupe, ila hiyo haikuwa sababu ya Inara kuto kumtambua dada yake kwa kumtizama mara moja. Dada, alisema Inara kwa nguvu, huku akiwa anasimama haraka akapigicha macho yake akiwa haamini kama ni kweli anamuona dada yake. Hiyo ilimfanya Ruzak naye asimame akiwa haamini macho yake kama anamuona Yule kwa mara nyingine tena baada ya miaka 10. Uwepo Mudede kando ya Yule ulimfanya Ruzak atambue moja kwa moja kama Yule ni yeye. Sauti kubwa ya Inara ilifanya macho ya kila mmoja yatazame walipokuwa wanatokea kina Yuri. Mke wa Kombo na Kombo mwenyewe macho yao yalitua kwanza kabisa kwa mtoto wao alikuwa kwenye mikono ya Yuri. Ferisha, alisema Maferi huku moyo wake ukipiga kwa nguvu. Alimuona mwanae ila hakuwa sawa, alikuwa na udhaifu wa mwili.
Mzee Makopa na mkewe nao walimuona Shauni, walimuita kwa furaha na mshangao. Yuri, Mira na mama yake waliita kwa pamoja. Wote walinyanyuka na kukimbilia walipokuwa Yuri, Feri na Shau. Yuli alimkabidhisha Feri kwa baba yake ambaye alimpokea mwanae kwa furaha, japo moyo ulikuwa na mashaka makubwa. Baada ya Feri kupokea na baba yake, mtu wa kwanza alikuwa ni Mrs. Obafemi ambaye alimkumbatia mwanae kwa nguvu sana. Mira hakusubiri na alimkumbatia kaka yake kwa upande wa nyuma. Shauni alikuwa anapokea makumbato kwa babake na mamake na mdogo wake Inara. Licha makovu yake kwenye mwili, ila Shau hakuhisi hata maumivu muda huo. Machozi yalitawala kwenye sehemu hiyo. Yuri, nilijua tu chui wangu lazima ungerudi, alisema Mrs. Obafemi muda ambao Ruza kinaye alimkumbatia mdogo wake huyo kwa furaha na machozi. Mrs. Obafemi alikuwa ni wa mwisho kumkumbatia mwanae. Chui, upo tena mbele ya familia yako. Utanihadithia uliyoshuhudia kwenye dunia, sio kwa kusimuliwa aliyoshuhudia kwa macho. Nimekuwa mwanafunzi mwema baba, nimepokea mafunzo mazito ya dunia. Moyo huu wa msafiri umebeba kila zito ndani ya safari yangu. Najua maana halisi ya msemo, maisha ni safari. Nimefurahi kukuona ukiwa hai mwanangu. Hilo ndilo la kwanza, namshukuru Mungu kuona. Kuna muda tulikuwa tumeomba tuipate hata maiti yako ili tukuzike, ila bado unapumua mwanangu. Alhamdulillah. Sauti iliyobeba hisia ya Mama Feri ilifanya kila mmoja awatizame. Mama Feri alikuwa anamtazama mtoto wake akiwa amemkumbatia kwenye sofa. Mama Feri aliona hali mbaya ya Ferisha. Kaka Mudede, tumweshe hospitali Ferisha. Yura alikumbuka kwamba Feri anahitaji kuwa hospitali. Ni kweli mama, niko hai na furahi kuona tena, hata kama sitakuwepo na nyie kwa muda mrefu, ila nafurahi kwamba nimeona familia yangu. Alhamdulillah. Kipindi tunashukuru Mungu. Tunashukuru zaidi Mungu kwa kumleta duniani kiumbe wake mwenye moyo safi, moyo wa kusaidia watu. Kiumbe ambacho hakijali kinaingia kwenye hatari kiasi gani, hata kama ni kuhatarisha maisha, ila kinajali kumsaidia mtu. Mpaka mimi kuwa hapa ni kwa rehema za Mungu, ila Mungu alitia nguvu kwa kiumbe chake Yuri Obafemi. Bila Yuri, huenda tungebaki story kama Glory, Aisha na Maria na Lena. Ila Yuri alijitoa kwa kila kitu kwa kisha sisi tunakuwa salama. Hii hali yangu Feri hakumalizia, alijikuta akiwa anakohoa funda, damu nyingi ambazo zilikuwa zimemshtua mama yake na baba yake. Damu zilichafua mtandio wa mama yake. Yuli alimwahi Feri na kumbeba. Muda huo Mudede alifika na kitanda cha wagonjwa, wakamlaza Feri ambaye alikuwa na hali mbaya. Mbio mbio walitoka nje na kumbeba kwenye gari la wagonjwa la Bures. Ndani ya gari waliingia Mzee Kombo, mkewe na Yuri, na safari ilikuwa imeanza iliyokuwa imeishia kwenye hospitali kubwa ya Firdaus Hospital. Madaktari kwa haraka walikuwa wamemwaisha Feri kwenye chumba cha matibabu. Hakukuwa shida, polisi walikuwa hapo naye, maana Mudede bado alikuwa ni polisi halali wa sayari mwenye cheo cha DCI. Wote walisubiri sehemu ya kupumzika kipindi Felisha akiwa kaingizwa kwenye chumba cha matibabu. Firdaus Hospital, hospitali kubwa ya kisasa zaidi nchini Sayadi, ilikuwa imetulia kwa ukimya mzito uliosheheni huzuni, hofu na maombi yasiyoelezeka. Ndani mianga ya taa za dali zenye mwanga mweupe ilikuwa inaangaza uso kwa kila mtu, ikihakikisha kila hisia za huzuni na uchovu na maumivu ikionekana bayana. Familia zote ziliketi kimya, kila mmoja akiwa anajaribu kuvumilia dakika ambazo zilionekanika kama masaa. Kila roho pale ilikuwa imechoka, kila kifua kilikuwa na mzigo wake. Waliokuwepo hapo, Mzee Obafemi ambaye uso wake ulionekanika na mafadhaiko ya huzuni ya kuhisi maumivu wanayopitia wazee wenzake. Pembeni yake alikuwa amekaa mke wake akiwa ameshika tasbihi ndogo mkononi, midomo yake ikisogea taratibu akimrejea Mungu. Ruza Obafemi, mtu wa maneno machache, alikuwa amenyamaza kimya, lakini macho yake yalikuwa mekundu kwa mawazo. Mira Obafemi, dada mwenye moyo laini, alikuwa anamsogelea mama yake akiwa amemshika mikono kama anaogopa kuachia kitu kisichoonekana. Mzee Kombo na mke wake, watu waliovuka majaribu mengi maishani, waliketi kwa mshikamano, mikono yao ikiwa imeungana. Mzee Makopa, mzee wa juhudi na hekima, alikuwa ameinama juu kidogo kana kwamba alikuwa anazungumza kimoyomoyo na Maulana, huku mke wake akiwa amejifunika shuka la kichwa lilokuwa limejaa huzuni. Shau Makopa, Shau, dada wa mapambano, macho yake yalionekanika kama mtu aliyekuwa amelia usiku mzima. Alikuwa amejikalia pembeni ya ukuta, miguu ikiwa ameinamisha mbele, akiegemea magoti yake, akavuta pumzi kwa shida. Inara Makopa, mdogo wake Shauni, alikuwa amemshika mkono dada yake kwa nguvu kana kwamba akimuomba baki duniani kwa nguvu ile ile anavyomuombea Feri apone. Mudede alibaki kimya akiwa amejishika kidevu. Na wa mwisho Yuri Obafemi, mtu ambaye hata kimya chake kilikuwa na maana.
Macho yake yalikuwa mekundu kidogo, sio kwa uchovu tu bali kwa machungu makali ndani yake. Aliwaona Feli na Shau wakipitia mateso kwa macho yake mwenyewe. Safari yao kutoka Faja kupitia nchi 6 za hatari na hatimaye kuishia hapa Sayadi ilikuwa imemuumiza hata zaidi ya majeraha mwilini. Lakini leo kimya chake kinaongea zaidi ya maneno yote. Ukumbi ulipotulia kimya, wote hawakujua la kusema. Dakika zikaendelea kusogea taratibu, kila sekunde ikisikika kama kelele kubwa masikioni. Mama Feli aliyekuwa amekaa kwenye kiti cha mwisho kushoto alionekana kama tazimia. Macho yake yalikuwa yamevimba na mikono yake ilikuwa inatetemeka isivyothibitika. Baba Feli, mtu mwenye nguvu na makini, alikuwa amekamata kichwa chake kwa mikono miwili. Hakuna aliyemuona akiwa dhaifu namna ile kabla. Lakini huzuni ya wote ilizidiwa na ile ya Shauni na Yuriani. Shauni, rafiki aliyekuwa naye kila hatua, hakusikia hata mgongo wake uliokuwa unauma kwa muda aliokaa katika nafasi ile. Moyo wake ulikuwa umechoka lakini bado hajakata tamaa. Yuriani ambaye amepigana kwa uwezo wake wote akitumia nguvu za Nasuri na akili yake ya ajabu kuokoa maisha ya wanawake hao, alijikuta akiwa amekaa kwa ukimya ulioumiza nafsi. Vita ndani ya moyo wake havikuonekanika kwenye majela yake. Vita ndani ya moyo wake havikuonekana kwenye majela yake ila kwenye macho yake. Baada ya dakika kadhaa za ukimya, mzee Kombo ndiye aliyekuwa amesimama kwanza. Alitembea taratibu akamsogelea Yuriani kisha akasema mbele yake, "Mwanangu, Mungu amekupa moyo ambao ni dhahabu. Sio moyo wa kawaida. Hata kama yote ni mazito, bado tumeuona muujiza kupitia wewe." Mama Feli alimshika mkono akaongezea kwa sauti iliyokuwa imejaa upendo na hekima, "Umebeba watoto wetu kama vile ni wako. Umevunja milima, umekata bahari, ukawapitisha kwenye giza kwa mwangaza wako. Hata kama Feli kwa kitandani bado tumemuona. Hatujapewa jeneza, tumepokea tumaini." Manuel alifanya chumba kizima kitulie zaidi. Shauna alifuta machozi kimya kimya. Kisha mzee Makopa naye akasogea mbele. "Kijana kama wewe ni adimu sana. Sio tu duniani, hata kwenye vitabu vya malaika. Hatuna maneno ya kuelezea shukrani zetu." Inanana akasema taratibu, macho yake yakiwa mekundu, "Asante sana Yuriani. Wewe ndio sababu ya kumwona dadangu akipumua. Wewe ndio sababu tuko hapa. Hata kama dunia nzima haikuelewi, sisi tunakuona." Ukimya uliingia. Ni kimya ambacho hakikuumiza bali kilileta utulivu wa busara, kama sala iliyosomwa na kila mtu ndani ya nafsi yake. Mlango wa upande wa kulia ukafunguliwa. Dr. Salha, mwanadada mweupe mwenye uso wa huruma na macho ya uchovu wa kazi, akatokea. Hewa ya chumba ilibadilika, kila mmoja alinua kichwa chake kwa haraka zaidi. Dr. Salma alisimama mbele yao akisema kwa upole, "Habari zenu? Naomba muwe watulivu kwanza." Mama Feli akavuta pumzi ndefu. Baba Feli akasema bila kujua hata misuli ya miguu yake ilivyokuwa imejisikia. Daktari akaangalia wote alafu akasema, "Felisha yuko salama kwa sasa." Chumba kizima kilitoa pumzi iliyokuwa imejificha kwa muda mrefu. Lakini akaendelea, "Mwili wake uliathiriwa sana na sumu. Ni sumu kali yenye kuharibu mishipa ya ndani. Ili mwili wake ujisafishe kabisa itachukua miezi 10 hadi 12. Atakuwa chini ya uangalizi hapa hospitali muda wote huo." Mama Feli alishika kifua chake akapumua kwa pumzi ya shukrani. "Atalala kwa siku 3 kabla ya kupata fahamu." Daktari kaongeza kisha akawaambia, "Kwa sasa hivi mnaruhusiwa kurudi nyumbani mkapumzike. Mtarudi kesho kumuona." Lakini kabla hajaondoka, daktari alishika faili lake kwa tahadhari akatoa ishara kwa wazazi wa Feli wamfuate ofisini. "Shau, naona unahitaji matibabu, sijisahau." Yuri alimwambia Shau. Ni kweli walimpeleka kwa daktari mwingine, Dr. Miraji, ili apimwe na apewe matibabu. Wazazi wa Feli waliingia kwenye ofisi ndogo ya daktari wakaketi. Dr. Salha alikuwa amekaa mbele yao akavuta pumzi ndefu. "Kuna jambo jingine ambalo nilihitaji kuzungumza nanyi peke yenu." Uzuri madaktari wote walikuwa wanazifahamu familia hizo zilizokuwa zimekuja hapo. Wazazi waliangaliana kisha wakasema, "Ndio daktari, tunaweza kusikia." Salha aliwatazama kwa macho yenye huruma sana. "Ferisha ana mimba." Machozi yote wawili alifunguka kwa mshangao mkubwa sana. "Mimba?" Baba Feli aliuliza kwa sauti ya kushangaa. "Lakini alipata wapi? Vipi yani?" Mama Feli akachanganya mikono kifuani, machozi yakanamtilika. "Je, mtoto yuko salama?" Daktari tabasamu kwa upole. "Ndio, mimba inaendelea vizuri na hakuna tatizo kwa mtoto kwa sasa." Wanandoa wale walionyesha vichwa vyao chini wakipumua kwa nguvu, mchanganyiko wa mshangao, hofu na maswali na faraja ulienea ndani yao, lakini walichojua ni kimoja tu, binti yao bado yuko hai na ndani yake moyo mwingine unapiga. Bana.
Mzee Kombo na mkewe walitoka ofisini baada ya kumalizana na Dr. Saliha. Moja kwa moja Mama Feli akamfuata mama yake Shau na kumvuta pembeni watete jambo. Shogangu, hebu mueleze Dr. mpime Shau na kipimo cha mimba, maana wangu mimi ana mimba. Mama Feli alimwambia Mama Shau, we, ya nani sasa hiyo mimba? Sielewi. Mpime Shau kisha atatueleza, maana ndiye shoga yake na Feri. Haya sawa. Mama Shau na Mama Feli waliteta na kucheka kimbea kidogo, wakisahau shida zao kwa muda. Majibu ya mimba hayakumshangaza Shau, alishahisi mapema sana tokeo hapo kule kwa Chifu Diaro, ila aliamua kupiga kimya. Familia yote ilirudi kwa Mzee Obafemi, bado hakukuwa na utulivu. Hakika usalama ulikuwa kwa Mzee Obafemi tu, ambapo kuna ulinzi mkali. Majira ya saa 3 baada ya chakula cha usiku, familia nzima ilikuwa sebuleni, jambo lilokuwa limewekwa wazi kwamba mimba ya Shau babake ni Yuri na mimba ya Feri babake ni Yuri. Hili lilichanganya familia hiyo yote ambayo ni muunganiko wa familia 3. Nyumba ilikaa kimya zaidi ya kawaida, kimya ambacho kimejaa maswali, taharuki na hatima ya kesho. Lakini pale sebuleni kwenye masofa mazuri ya gharama, kila mtu alikuwa amekaa pembeni ya mwingine. Kila mmoja alikuwa anavuta pumzi taratibu kusubiri neno moja tu. Kwa nini mimba mbili na zote za Yuri? Wazee walikuwa wameketi mbele ya masofa mbele ya vijana wao. Shau alikuwa amekaa kinyonge, hata yeye alikuwa anawaza hatima mimba yake. Yule alikuwa kimya sana, akiwaza cha kufanya na namna gani familia ya Shau na Feri watapokea jambo zito kama hilo. Mzee Obafemi alikuwa ameinamisha kichwa juu ya fimbo yake, akiangalia kila mdomo uliotaka kuzungumza. Mama Feri na Mama Shau walikuwa wamejishikilia mikono yao kifuani, macho yao yakiwa yanasubiri ukweli. Mwanga wa taa juu ya chumba uliangaza uso kwa kila mmoja. Hapo ndipo Shauni alivuta pumzi ndefu, akatabasamu kidogo, tabasamu la mtu aliyeamua kuweka wazi ukweli hata kama utashangaza dunia nzima. Akainua uso wake juu, akasema kwa sauti tulivu lakini thabiti, kabla sijaanza, namuombea Feri apone na azae salama. Kwa nini tunayopitia leo yana mizizi ya safari ambayo ilibadilika kwa safari ya kifo. Kila mtu alinyamaza, hata Inara na Mila siku hiyo hawakuwa na wengi. Shau akaendelea, tulikuwa 6, mimi, Feri, Aisha, Rena, Maria na Glory. Kama mnavyotambua, tulikwenda Faja kwa ajili ya Feridi ya kawaida tu, lakini tukajikuta kwenye mazonge yaliyogeuka kuwa ni kaburi la kila ndoto. Sauti yake ikatetemeka kidogo, kisha ikawa thabiti tena. Nilishuhudia kwa macho yangu kwa mara yangu ya kwanza maishani rafiki yetu Glory akipigwa risasi mbele ya macho yangu, kabla ya kukimbiana kuondoka kabisa kwenye zile apartments. Watu ndani ya chumba wote walikuwa wametetemeka kimoyomoyo. Tulipofika mpakani tulizani kwamba tumefika salama, kumbe askari wa mpakani walikuwa sehemu ya mtego. Majambazi wakatokea wakiwa na bunduki kubwa. Maria, Lena na Aisha wote walipigwa risasi mbele ya macho yetu. Damu ilimwagika bila huruma. Mama Shau alishika mdomo wake kwa uchungu. Hapo ndipo tulipokutana na Yuri. Wote walimgeukia Yuri, lakini Yuri hakuinua hata macho yake, alibaki kimya tu. Shau akaendelea kwa sauti yenye mchanganyiko wa shukrani, uchungu na fahari. Yuri angeweza kutuacha pale tufie kama rafiki zetu, lakini hakufanya hivyo. Alipigana na watu wengi kuliko idadi ya risasi zilizokuwa zimepigwa usiku ule. Kila hatua iliyopigwa ilikuwa ni ya kutuokoa. Tulipitia mito, mabonde, misitu ya mauti, miji ya wahalifu mpaka wanyama, hata nchi 6 za hatari tukitembea na yeye. Hakutulaza hata usiku mmoja bila kutulinda. Wazee walitikisa vichwa kwa mshangao na heshima. Shau aligeuza macho yake kwa wazazi, akasema kwa busara ya kina, lakini nataka kuelezea sehemu moja muhimu, sehemu iliyozalisha maajabu ya leo. Kila mtu akanyamaza zaidi, kimya kikawa ni kama kilichokuwa kimekaa juu ya shingo zao. Tulipita sehemu nyingi za nchi Mubari. Tulikabishwa Chifu Diaro, sheria zao ni tofauti. Ili ukae katika kijiji chao lazima uwe mume, na hao wanaoongozana na wewe wawe ni wake zako. Pale hawakaribishi mtu na dada yake, wala watu na marafiki. Mafira akavuta pumzi kwa mshangao, ila walikuwa wanasikia hadithi kadhaa kuhusu Mubali na Chifu Diaro. Hivyo ili tufanikiwe, ili tusichinjwe, tuliingia kama familia moja. Mimi na Feri tukawa wake wa Yuri. Ilikuwa ni mbinu ya kuokoa uhai wetu. Kila mtu sebuleni hapo akawa ameelewa uzito wake. Walitupa vimba viwili, kimoja changu na Yuli, kingine cha Feri na Yuli. Sheria pale ilitaka mume kulala na wake zake. Tulijaribu kupinga, lakini kwa sheria zao kinyume chake kilikuwa ni sawa na hukumu ya kifo. Shauni akavuta pumzi ndefu akasema, hiyo ndio sababu ya mimba zetu. Sio kwa sababu ya uchafu, sio kwa sababu ya tamaa, sio kwa sababu ya kutaka. Ni kwa ajili ya kuendelea kuishi, pia kuendelea na safari yetu kwenye njia nyepesi ambayo ni ngumu kwenye wepesi wake. Ilikuwa ni sehemu ya mbinu za kuokoa maisha ya wasichana wawili waliokuwa wanatoroka kifo.
Maneno yake yalidondoka kama mvua nzito kwenye mioyo ya kila mtu. Wazazi wa Shau walishikana mikono. Mama Feli alianza kulia kimya kimya. Mzee Makopa alifuta machozi yake bila kujifanya mwanaume mgumu. Lakini hawakuwa wakilia kwa hasira, walikuwa wakilia kwa maumivu ya safari na kwa mwanga wa ukweli ambao walikuwa hawakuona mbele yao. Macho yake akamgeukia yule kijana aliyeokoa roho za mabinti wawili, kijana aliyepigana na roho yake, aliyekunywa sumu ya magumu, mateso na vitisho na maumivu, lakini bado akawa ngoya wasichana hao hadi walipofika Sayadi. Hakuna aliyeweza kusema neno. Kimya chake kilikuwa ni kama kitabu kizima. Mzee Kombo alisimama, uso wake ulikuwa umejaa hekima na heshima. Yurian, mwanangu, hakuna kosa ulilofanya. Ulisimama mahali ambapo hata wanaume wengi wasingesimama. Ulinda watoto wetu, ukamlinda Feli, ukafika na roho yao hadi hapa Sayadi. Mtoto yote atakayezaliwa ni wetu, atakuwa familia yetu, tutakuwa naye hata ukiwepo au haupo. Mzee Makopa naye akainuka. Sisi tumempokea kama baba wa watoto wao. Salama wakizaliwa, watajua historia yao. Hawatabebwa na lawama za ulimwengu. Watazalishwa kwenye heshima. Upendo mkubwa wa kweli ukatawala ndani ya sebule. Shauni aliinama kalia kidogo. Mama Feli akamsogelea Yulian na akamshika mkono akasema, asante kwa kulinda maisha ya mwanangu. Yulian hakuweza kusema neno, hakutegemea kupokelewa kwa namna kama hiyo. Lakini usiku wa familia ile ilianza safari mpya, safari ya ujio wa maisha mawili mapya yaliyotokana na vita, msimamo, uaminifu na uhai. Baadaye kidogo Yuri alikuwa nje kwenye bustani na kaka Mudede wakizungumza za hapa na pale. Yuli alitaka kujua jambo na ndio maana akamtoa Chemba ndugu yake huyo binamu. Uliwezaje kujua kama niko pale au tuko pale? Na kama nakumbuka nilikuacha ukiwa askari wa kawaida tu, Inspector nadhani, mbona nakuona kwenye brace? Yuli alimuuliza Mudede. Mudede alicheka kidogo huku akiwa anakunywa juisi kwenye glasi. Ufanisi kazini, nilipanda vyeo hadi nikawa DCI. Kazi nilizoonyesha zilimfanya macho ya usalama na upelelezi wa kikanda kuniona. Baada ya kunifuata na kunifanyia kama interview ambazo sikuwa na taarifa nazo, Brace ikajilizisha kuwa nafaa sana. Wakaniteua niwe kiongozi kwenye ukanda huu hapa nikiwakilisha nchi ya Sayadi. Sio kuongezeka kwa cheo tu, ila na nguvu ya kijeshi. Kwa sasa hivi hakuna kiongozi yoyote ule wa usalama ndani ya nchi mwenye amri juu yangu nikiwa kama askari wa Brace. Nguvu nilifanya nitambue ulipo. Kesi ya upotevu wa Shau na Feli na vifo vyao ilikuja kwenye meza yangu kama DCI. Kama DCI nisingeweza kuifuatilia kwa sababu ya kauzibe kutokea juu. Ila kama mkuu wa Bures nilikuwa nimeanza kufuatilia. Kipindi nilikuwa nafuatilia kesi ya wake na Shau, ndipo nilitambua kama ajali ya ndege ilisababishwa na watu na sio kwa bahati mbaya. Nani sababisha? Yule kauliza kwa mshangao, japo alikuwa anatambua, ila alitaka tu maelezo ya kina. Mudede alimuelezea wahusika mpaka jinsi walivyokuwa wamepanga. Kwa sasa hivi Mudede alikuwa anajua mpaka chanzo cha lengo la Tau na Jabari na Keni. Vyote alimuelezea Yuri. Sasa basi, baada Mudede kuelezea kisa cha uadui wa kina Tau, akaendelea kuzungumza. Nilitumia majasusi wangu wa kikosi cha Eagle Data Co. Baada ya kuona vitengo vya usalama nchi za huko zinanizungusha sana. Waliingia kazini kule Faja, wakapata picha za Shau na Feli akiwa na mwanaume mmoja aliyekuwa anatoroka nao. Ni video fupi tu, ila sura ya mwanaume haikuonekanika, ila tulitambua ni Shau na Feli. Zilipatikana picha nyingi ambazo bado sura ya mwanaume haikuonekana. Siku niliokuwa nimeleta picha kuhakikisha kama Shau na Feli ni wao kweli. Picha thibitishwa na wazazi, ni kweli walithibitisha, ila pia ndipo shangazi mama alipona picha yule mwanaume na kusema kwamba ni mwanae Yuri. Hata anko naye akathibitisha hilo. Watu walibisha ndugu zako hao, ila mimi niliona kuna haja ya kuzingatia. Nilifanya mpango watu wakaskani picha na ni kweli alikuja Yuri ni Obafemi. Na sio tu hivyo, nilipata picha yako halisi uliopigwa na muuza nguo dukani. Muuza nguo alipiga kwa siri sana, akiwa kavuta na muonekano wako ikiwa imekaa kama modo kabisa yani. Hivyo alikupiga picha. Majasusi wangu wakazipata picha zako baada ya kudukua kila kitu chenye mfumo wa kompyuta kwenye ile duka. Picha zilionyesha mnaingia na kutoka kwenye duka. Just TV ndizo kazi zimepelekea majasusi wangu pale. Kwa kutokea hapo waliweza kutambua uko hai na uko na kina Shau. Jambo jema ni kwamba niliweka familia ya Shau na Feli sehemu moja ambapo ni hapa ili kuwalinda, maana wenzao familia zingine wote walikufa. Nikabaki na jambo moja kukupata wewe. Mudede kunywa kwanza juisi na kuendelea. Leo asubuhi tulipata video yako ukiwa unapambana na mtu mmoja, ulimuua mara moja
akiwa anakuzuia kuingia kwenye gari. Maana nishasambaza habari zako bure si yote. Hivyo tulianza kufuatana nao mpaka nikawa nimekuja pale baada ya kutambua gari lako lipo pale, maana tulipata access ya gari lako Cadillac Escalade na mazingira tu yale ya viwanda vya zamani yalionyesha kabisa kwamba kuna hatari. Na ndio maana tulikuja kazi. Ila IGP alisema kwamba eneo lile wapo na sodi wa kina Kerry, lazima pangelikuwa salama. Alinipa muda mfupi sana wa kuweza kuchukua watu wangu kisha wao watamalizana na watu wao. Hii ni juu kwa juu, ila bado haikuatilisha jambo kwa Mayunash. Mudede alimuelezea vizuri yule kuhusu kila kitu jinsi ilivyokuwa. Niliambiwa kwamba familia ziko pamoja kwa ajili ya usalama, ila sikufanuliwa kama hivyo, alisema yule. Ndio hivyo. Ila ndugu yangu na nguvu za hatari mnaise. Wewe ni noma, umekuwa ni mtu hatari sana. Kawaida tu kaka. Nadhani nilizaliwa ili nije kuwa hivi. Sawa. Kwa hiyo unafanyaje kuhusu washenzi? Maana sheria yenyewe ya nchi hii inaweza kuacha watakuwa nakula tu bata jela kama ulaiani. Nitamalizana nao, ila nataka kuunda kundi kwanza. Sikia, mimi nimo kwenye kundi lako. Niko tayari kuwa chini yako japo wewe ni mdogo wangu. Kaka, wewe DCI, uwe SRM, na bado uwe kwenye kundi langu, utajigawa vipi? Kwani kwa sasa hivi najigawa vipi? Na majukumu yangu kama DCI yanakwenda kuliko mwanzo. Huku bule si majukumu matatu ya mwanzo tayari nimeshamaliza mpaka wameshangaa. Na bado nilikuwa nafuatilia kuhusu wewe na wakina Shao. Kumbe bado una misimamo yako mizito ya kazi. Kama kawaida. Kwa hiyo kundi litakuwa na members ambao wako tayari au bado unawatafuta. Yuli alitulia kidogo kisha katabasamu na kusema, kuna watu hapo ila bado sijawashirikisha, kama wakikubali tutakuwa nao. Kama hawajakubali tutaanza mimi na wewe. Wakina nani? Kuna mdau mmoja anaitwa Dera. Nilikutana naye Tangaza, ila kwa sasa hivi yuko Kisweta. Kambi yao kwa iko Tangaza. Yeye ndiye alinipa lile gari pale. Wow. Lile gari hivi nimeliacha. Yule alikumbuka gari lake Cadillac Escalade walilopewa na Dera. Watu wakaenda wanaleta kesho. Itafika usiku. Mdede mwambia yule ambaye alibaki kushangaa, kwani unajuana na Kerry? Sio kujuana naye, ni mwalimu wangu ana sura. Mdede alijibu kwa uhakika kiasi cha yule kumtazama kama labda vile anatania. Mbona hamkuzungumza kama vile mnajuana? Yule alimuuliza Mdede akiwa hamuamini. Mdede hakuzungumza, alimwashia yule macho yake ya nasuli ili atambue kwamba yeye pia ni nasuri. Kumbe dunia ina majini wengi sana. Alisema yule kwa kanacheka. Pumbavu wewe. Jini ni wewe sio mimi. Hebu endelea. Sawa. Yule kaendelea kutaja watu ambao anawawaza kwenye kundi lake. Kuna mtu mwingine anaitwa Maika. Naye tulikutana huko Tangaza. Ila kuna mtu anaitwa Ivombo. Ni hao tu tunaanza nao. Nina uhakika hawana roho za usaliti. Sawa. Kundi litaitwa vipi? Mimi mwenyewe nimebeba moyo wa msafiri, maana halisi ya maisha ni sana safari kabisa. Kundi litaitwa moyo wa safari. Ikiwa na maana moyo unabeba changamoto nyingi za maisha, ila nguzo kuu ni kusaidia na kutatua changamoto za wanyonge wanaoonewa hasa kimabavu. Ndani ya moyo wa msafiri ndio unawapata watu wake ambao wana moyo wa msafiri. Nimekubali hilo jina vibaya sana, alisema Mudede. Muda alifika Mira. Yaani watu tumekumisi kwa miaka 10 alafu unatuacha unakuja kupiga umbea, twende ndani. Alisema Mila huko na mvuta yule mkono kumnyanyua. Mudede alibaki kucheka tu, wote wakawa wameingia ndani. Kwanza umeona mapicha yako humu yalivyojaa? Mila alimuuliza yule baada ya kurudi naye sebleni. Nimeona nikasema kumbe napendwa hivi. Kupendwa wapi? Mama yako akivuta bangi zake huko anakuja kujaza mapicha hapa. Yaani kuna kipindi hadi vikombe vilikuwa na picha zako tu mpaka sahani. Alisema Mira na kufanya yule na watu wengine wacheke. Sio vikombe na sahani. Just imagine mtu anataka TV kiwasho itokee picha yako. Kwenye kila simu wallpaper ziwe ni picha zako tu. Alifikia hatua mbaya alikuwa anataka mpaka maji yawe na picha yako. Waambie waache uongo wa kuonesha picha zao walizokuwa wamebuni kwa AI. Picha zako za makadilio ni kama katuni wa tingatinga au vikaragosi vya kilikuu, alisema Mayuri Mrs. Obafemi. Inala alimfuata Yuli akiwa na simu akampa aone muonekano wake ambao Ruza kina Mila walimkadiria kwamba kwa sasa akiwa na miaka 20 ndivyo muonekano wake ulivyo. Yuli alijikuta akiwa anacheka sana. Huyu nani? Mbona sura kama ya Kichina hivi? Aliuliza Yuli akiwa hana mbavu kabisa. Sasa huyo si Yuli wa kuigiza mtandaoni? Alijibu Mila na kufanya watu wazidi tu kucheka. Familia zilikuwa na furaha mno, hasa kina Obafemi ambao hawakumuona Yuli kwa zaidi ya miaka 10. Kila kitu kikitulia, nitafanya sherehe kubwa sana kumkaribisha tena mwanangu Yuli nyumbani.
Alisema mzee Obafemi na kila mmoja alifurahia na waliunga mkono. Na ndoa tunaiunganisha, alisema Mira. Ndoa gani? Yule akamuuliza Mira. Tutajua kama unaanza na Shau au Feli au wote kwa pamoja. Jambo la heri hilo. Mira kama ameongea akiwa hata cheki, ila watu ndio walicheka. Sema sawa. Furaha ilikuwa ni kubwa ndani ya nyumba mzee Obafemi. Kwa hapa tuandae vyumba viwili. Kimoja Yuri na Feli, kingine Yuri na Shau. Mira akaendelea na ukorofi wake. Acha bangi wewe. Yule akamwambia dada yake huyo. Shau alikuwa na cheka tu, ila moyo wake ulikuwa na maswali ya hatima yake. Hakujua mwisho wake na Yuli utakuwaje. Na ndio kama mzazi mwenzake au ni kweli ataingia kwenye ukewenza na rafiki yake. Basi bwana, au unatakaje msikilizaji? Andika kwenye comment hapo chini, nataka awe mzazi mtu au awe mke mwenza na Ferisha. Wewe unatakaje msikilizaji? Tukute kwenye comment hapo chini. Upande mwingine sasa, giza la usiku lilikuwa limefunika mji wa Sayadi. Taa majengo marefu zilikuwa zikimeta kama macho ya wanyama. Ghorofa ya 18 kulikuwa kuna ukimya wa kutisha, kimya kisichoendana na jengo la siri. Humo ndani chumba kikubwa cha mikutano kiliwashwa taa moja tu ya katikati, ikitupa kivuli kirefu mezani. CDF Tau amevaa suti nyeusi iliyokaa kama ngozi ya pili. Mikono yake mizito ya kijeshi imeungana mbele. Vidole vimekaza kama mtu aliyekuwa ameshika hasira na hofu kwa wakati mmoja. Pembeni yake anaonekanika Waziri Mkuu Ken, sura yake ikiwa na wasiwasi uliofichwa nyuma ya tabasamu kavu. Tajiri Jabali amekunja uso kwa hasira na hofu, mtu ambaye hajazoea mpango kushindikana. IGP naye ameketi kimya, lakini macho yake yametawaliwa na hofu isiyofichika. RPC wa mkoa naye amekaa kiti cha nyuma, anaandika kitu kwa uoga kwenye diary ndogo. Wote walikuwa ni watu maarufu, watu wanaotawala nchi kutoka gizani kwa rushwa, mauaji, ukandamizaji, biashara chafu na matumizi ya dola vibaya. Wamefeli hata baada ya kugundua Yuli ambaye walizani kafa miaka 10 iliyopita bado yuko hai. Wameshindwa kumzuia, na yeye ndio kiongozi wa kuwarudisha Shau na Feli wenye ushahidi wa machafu yao. CDF Tau alishusha pumzi nzito, akaangalia wenzake mmoja mmoja. Tumeshindwa, alisema kwa sauti ya chini lakini nzito. Tumeshindwa kuwaua watoto wawili wakiwa mbali. Sasa wamerudi Sayari wakiwa hai. Na si tu wamerudi na Yuri Obafemi. Ina maana Obafemi katushinda. Kila mmoja alikuwa ametetemeka kwa ndani. Waliona video kadhaa Yuli alivyokuwa anafanya mauaji ya kutisha. Waliogopa mbona? Jitu linajirudia kana kwamba limeumbwa upya. Waziri Mkuu Ken aligonga mezani polepole. Yuri yuko hai, na kama amefanikiwa kuwasafirisha Shau na Feli kutoka Faja hadi Sayadi. Sio mtu wa kawaida. Nimeona video akimua mtu bichi pale. Anatisha. Jabari alipandwa na hasira. Jabali akasimama akapiga meza kwa nguvu. Acheni kunitia hasira hapa. Tumeweka fedha, tulituma watu wa Faja, tuliweka mpaka mitego, tuliweka drones. Swala likafika kwa TDO ambao mlisema kwamba ni mwisho wa matatizo. Ikatumika timu ya Skywalkers. Tukatuma majambazi wa mpakani na bado hawakufa. Mnaniambia mtu mmoja ameshinda mitambo yote ya usalama? Atokea mwanzo nilisema Yuri sio wa kumchukulia poa. Tulizana amekufa miaka mingi nyuma. Kumbe yuko hai. Ukute Obafemi alikuwa anafahamu ni kwa namna gani mwanae yuko hai. Na sasa hivi amekuwa kitu kingine. Alisema IGP. Kitu kingine? Maana gani? Ni mtu tu, aliuliza RPC. IGP akamtazama kwa macho aliyokuwa amekosa matumaini. Ipo video moja ya CCTV inaonyesha alivyoua watu zaidi ya 50, sijui ndani ya sekunde 45 pekee. Na sio kuua, aliua kikatili vibaya sana. Ile video haijaonyesha sura, ila tunajua kama ni yeye. Alichowafanya Skywalkers kila mtu kapata habari. Sasa hivi kafika Sayadi bila kupoteza wasichana wote wawili. Huyo sio mtu wa kawaida nyie. Chumba kilifunikwa na ukimya mzito. Hatari kuu sasa ipo karibu sana. Tau akawaambia kwa sauti ya chini lakini kali. Tatizo sio Yuri pekee. Shau na Feli sasa wako chini ya ulinzi wa Budede. Na sio Budede tu bali DC aina mkuu wa Bures. Waziri Mkuu Ken aligeuka upande. Kwa hiyo shahidi wanao wao au hawana? Hicho ndicho kinachotutesa hapa. Jabari akajibu kwa huzuni ya kibabe. Hatujui, ndicho kinachoua roho yangu. RPC akasema kwa uoga. Tukishambulia sasa itakuwa ni kujipalilia kaburi. Askari wa Bures wanalinda masaa 24 nyumbani na hospitali. Maana Feri yuko hospitali, ila ulinzi wa Bures hata panya hakatishi. Tumewakosa wakiwa mbali, tutawezaje hapa karibu?
kila mahali Bures wako kuwalinda. Kwa mara ya kwanza sura za hawa wabaya zikaonekanika kuwa za watu waliokuwa wameelemewa nao hofu ya kweli. Lazima tuwe kama watu safi. Tuongeze ulinzi wetu, tuende kwenye shughuli za kijamii, tufanye misaada, tubadilishe sura zetu kwa jamii. Tukiendelea kuonekanika kama viongozi wa mfano, hakuna atakayetutilia shaka. Hiyo itatusaidia kulindwa na jamii. Waziri mkuu akashauri. CDF Tawa akasema, na Yuri na wenzake. Waziri akasema kwa sauti iliyopooza, wacha tulize vichwa ili tupate mpango kabambe zaidi. Lakini sio sasa. Jabari akainama kidogo akasema, lakini lazima tujue kama ushahidi upo. Tusipojua basi mchezo wetu wote unaweza kuanguka. IGP akasema, hatuwezi kumkabili Mudede kichwa kwa kichwa. Huyo mtu hana mchezo. Uwezo wake wa kijasusi unazidi hata wetu. Mtandao wake uko kimya, lakini ni hatari sana. Keni waziri mkuu akasema, kwa sasa hivi tunapunguza kasi. Tunaongeza ulinzi binafsi. Tutaonekanika sehemu za ibada, tutafanya misaada kwa watoto yatima, tutazindua miradi ya maji, tutakuwa malaika kwenye macho ya watu. Jabari akatabasamu kwa kiburi kidogo. Sawa. Tuking'ara mbele ya jamii, hata tuona kuwa sisi ni wanyama kutoka shimoni. Tawa akasema, lakini tukumbuke, muda wa Yuli kuanguka utafika. Ni swala la kupanga tu. Lakini hakuna hata mmoja aliyekuwa anajua ukweli mmoja mzito sana. Wakati wao walikuwa wanayoyoma na Yuli alikuwa yuko njiani tayari kuvunja ufalme wao wa giza, akiandaa kundi la moyo wa safari. Hot J Heart of the Journey. Upande mwingine sasa, chumba cha hospitali cha Firdaus Hospital kilikuwa kimya, kimetulia kama hewa ya mapema alfajiri. Talaini juu ya dari ilikuwa inatoa mwanga wa upole, mwanga unaorudisha uhai polepole kwenye uso wa Ferisha baada ya siku 3 za kulala bila fahamu. Wakati macho yake yanafunguka, ilisikika sauti ya kelele ndogo ya hewa ndani ya chumba na harufu ya dawa ilikuwa imejaa hewani. Moyo wa kila mtu uliokuwepo nje ya chumba uliluka kama ndege aliyekuwa amepata uhuru. Dakika chache tu baadaye, familia nzima, ndugu, wazazi, Nara, Shaudi, Mudede, mzee Bafemi, mama Feri, mzee Kombo na mkewe, mzee Makopa na mkewe Ruza, Kimira, Shauni na Yuriani waliingia kwa tahadhari, lakini kwa furaha iliyokuwa imejaa machozi. Waliokuwa wamechoka, wameungua na safari ya huzuni, lakini sasa walionekanika kama wamepata pumzi wanayotafuta kwa muda mrefu. Hakuna aliyemaliza dakika 3 bila kumgusa, kumshika mkono, kumbusu au kumwambia maneno ya faraja. Feli alipata faraja na raha moyoni. Alijisikia raha kuona anapewa thamani, kana kwamba watu hawana mambo mengine ya kufanya, jambo lao ni kumjali yeye tu. Lakini Feri moyoni alikuwa na jambo la kusema. Baada ya furaha na kuzungumza naye kwa muda, Feri alibaki na Yuli na Shau pekee. Mlango ulipofungwa, chumba kikawa kimya sana. Hapo ndipo Feri alipoanza kutikisa vidole kwa upole. Alishika mikono ya rafiki yake na baba wa mtoto wake. Machozi yakawa tayari kabla ya maneno. Sauti yake ikawa dhaifu, lakini kila neno lilikuwa na uzito wa mlima. Shau, Yuri, nilijua kwamba nina mimba siku nyingi. Nilijua hata pale tulikuwa tunakimbia milimani Kisweta, hata pale damu ilipokuwa ikitiririka barabarani, hata tulipokuwa tunaingia kwenye mapori na mapori. Nilijua. Akapumua kwa uchungu sana. Nilikuwa kimya kwa sababu nilitaka tu tufike salama. Nizani mmoja wetu angeuawa wakati wote ule. Niliona vifo vya marafiki zetu kwa macho yangu mimi. Kuna hisia za kifo zilikuwa ndani yangu. Shauri kaanza kulia kimya kimya, machozi yalikuwa yanadondoka kama mvua juu ya mkono wa Feri. Yule akabaki kumtazama Feri, macho yake yakiwa yameanza kujaa maji. Na pia Shauni, nilijua na wewe una mimba. Nilikusoma siku nyingi kabla hata haujajua wenyewe. Nilikaa kimya. Nilijua furaha yako inategemea utulivu kidogo uliobakia. Shauni akagemea kitandani akikosa nguvu za kujizuia. Nampenda Yuri sana. Nampenda mno, mnajua nyote, ila sina nafasi. Feri aligeuza uso wake polepole akamtazama Yuri, macho yake yakiwa mekundu tayari. Yuri, nakupenda. Nakupenda sana kuliko unavyoweza kujua, lakini sina nafasi kwenye moyo wako. Yuri alitetemeka, midomo ikatetemesha kama mtoto. Sio hivyo, Feri, nafasi una. Feri akaendelea, kilio kikimkatiza katikati ya sentensi, ila hakutaka mtu azungumze badala yake. Mimi ndio nazungumza Yuri. Bado sijapona, sitaki mazungumzo na ninyi, ila nataka mnisikilize nazungumza nini. Una mpenzi ambaye moyo wako unamjua vizuri sana, Shauni. Una moyo unaompenda yeye. Mimi unipendi kama mpenzi wako, ila unanijali tu. Unaniheshimu. Unalia kwa sababu unanijali mno. Upendi kuona nikiwa nateseka. Lakini moyo wako
Haujaniweka pale juu. Najua hilo. Yule alishika kichwa akapepesa macho kwa nguvu akajizuia kupasuka kwa kilio. Ni kweli. Ni ukweli mchungu ambao leo ndio alitambua kwamba Feri anajua ukweli wa ndani yake. Shauni, wewe ni mwanamke sahihi. Wewe una moyo mzuri kuliko wangu. Ulinipa nafasi hata kama nampenda yule kuliko ninavyoweza kuelezea. Bado uliacha niwe naye ili kulinda furaha yangu mimi. Ulinipa mapenzi ya rafiki kuliko tamaa zako. Feri alitikisa kichwa akiwa na huzuni sana. Wewe ulimlinda yule moyoni mwangu. Uliamua kuniachia mimi ili nisipate maumivu. Ila ukweli ni huu, huyo mwanaume anafaa kuwa na wewe. Wewe ni mke. Wewe ni mama. Wewe ni faraja. Shauri alilia zaidi. Alikosa nguvu, alinamia kifua cha Feri kalia kama mtoto. Feri kavimba kifua kwa pumzi nzito kisha kaenda. Nikizaa salama, kama nitazaa binti aitwe Shauni. Kama ni mvulana aitwe Yusha. Herufi ya jina la babake Yuriani na mamake mdogo Shauni. Shauni alishika midomo kwa mikono yote miwili akitetemeka kwa maumivu ambayo ni mazito kuliko kisu. Yuri naye machozi yakamshuka bila hata kujizuia. Mnapaswa kuwa pamoja. Nataka mtoto wangu alelewe na watu wawili ambao wanapendana. Mimi sina hakika kama nitafika mbali. Mwili wangu una sumu na moyo wangu umechoka. Yuri akasema kwa sauti ya huzuni sana, Feri, useme hivyo. Utapona, nitakupigania. Lakini Feri katikisa kichwa taratibu akamnyamazisha kwa kuweka kidole chake mdomoni kwake. Yuli, mimi nimekubali kila kitu, kilichobaki ni maombi. Mimi nimekubali maumivu yangu. Ninachotaka ni nyinyi wawili kuishi. Muishi kwa ajili yangu pia. Ndio maana niliwauliza wote siku ile tukiwa tupo kwenye boti kama mnafaa kuwa mke na mume. Nilijua mnafaa, na hata bila kujibu nalitambua hilo. Natamani kuona hata ndoa yenu, ila sidhani kama nitapata nafasi hiyo. Msikilizaji, nasimulia hapa natoka na machozi, uweze amini yani. Sio nasikiliza ukiwa na hali gani, lakini nashindwa kuzuia machozi msikilizaji. Hisia zinafunika chumba, hakuna neno jingine linalokuwa linahitajika. Shauna kalia kwa nguvu akimkumbatia Feri. Yuli akaegemea ukutani, machozi yakimshuka kama kijana aliyepoteza vita ya moyo. Hakukuwa na sauti zaidi ya mungurumo mdogo tu wa mashine za hospitali, lakini ndani ya chumba hicho upendo, huzuni, msamaha na maumivu vilikuwa vimechanganyika kama kimbunga cha roho. Mwezi mzima ulipita. Feri bado alikuwa kitandani tu. Japo alikuwa anatembea kwenye kujisaidia na kufanya mazoezi madogo madogo, familia haikuacha kumtembelea. Walipokezana kulala naye hospitali kusudi asiwe mpweke. Hakuna muda wote ambao alibaki mwenyewe. Maisha yakaendelea, mtoto tumbona aliendelea vizuri. Tuhame kidogo sasa. Usiku wa 4:30 anga la mji wa Lekata Sayadi lilikuwa limetulia. Upepo mdogo ulikuwa unapuliza nje ya jengo kubwa jeupe lilionekanika nje kama ofisi ya kampuni ya usafirishaji, lakini ndani lilikuwa na teknolojia nzito, siri na nguvu zisizopimika. Hapo ndipo palipo makao makuu ya kundi jipya MWS, moyo wa safari. Kundi lililoanzishwa rasmi na Yuriani Obafemi, lakini kiuhalisia lilikuwa zao la mateso, damu, upendo, vifo na safari ndefu walizopitia. Ni kundi lilokuwa limejaa ujasiri, hekima, intelligence, upelelezi wa hali ya juu, nguvu za nasuri, udukuzi wa kiwango cha juu, maadili ya kuokoa maisha ya watu wasiokuwa na hatia. Japo bado kikundi hakikukamilishwa watu wote aliowahitaji Yuriani, ila lilianza kazi. Ndani ya chumba cha mkutano MWS, meza ndefu ya kioo ilikuwa inaangaza mwanga mdogo wa blue uliokuwa unaweza kubadilika kulingana na mahitaji ya operation. Kwenye ukuta kulikuwa kuna skrini kubwa zilizokuwa zinaonyesha ramani ya nchi na bara la Bua, mitandao ya mawasiliano na data zilizokuwa zinasogea kwa kasi zaidi ya macho. Yuriani Obafemi Nasuri wa Juhali, mkuu wa MWS, alikaa upande wa mbele, mikono ikiwa mezani, macho yake yakiwa yametulia. Mbele yake kulikuwa kuna faili 4 iliyokuwa limeandikwa operation kuwavua vigogo wa uhalifu. Yuli hakuwa yule kijana aliyekuwa akikimbia na wakina Shau na Feri tu. Sasa hivi alikuwa ni mkuu wa kundi, mtu mwenye nguvu za nasuri, mtu aliyejifunza mapambano ya akili, jasusi mwenye uwezo wa kuona udhaifu wa adui ndani ya sekunde chache, na zaidi ya yote baba mtarajiwa watoto wawili. Lakini leo hakuja kama baba, leo alikuja kama kiongozi wa vita. Wa pili, Mudede DCI wa Sayadi, mkuu wa Bures, alisimama upande wa kushoto wa chumba akiwa amekunja mikono akiangalia skrini kubwa iliyokuwa inaonyesha nyaraka nzito za siri.
akaunti za fedha haramu, video za mauaji, kanda za mikutano yao ya usiku, mikataba ya siri ya kuuza silaha, orodha ya watu waliouawa kimya kimya, hati za rushwa, mawasiliano ya siri ya CDF Tau na makundi ya kigaidi. Mudede mwenye mavazi ya kawaida tu, sio ya polisi wala buresi, lakini macho yake yalionyesha uchovu mkubwa wa vita ya miaka mingi dhidi ya watu wenye mamlaka. Yuri, ushahidi ulioupata haujawahi kukusanywa na mtu yoyote Sayadi tangu nchi ianze. Ken Tau, Jabari, IGP na RPC wote wanakula fedha za damu. Wanaficha mauaji, wanauza nchi na ambao waliwahi kutisha maisha yako na wasichana wako. Sasa wamefika mwisho. Mudede hakuwa tena na shaka, aliamua kupambana hata na serikali yake kama ikibidi. Watatu alikuwa ni Dera, mshairi wa codes, malkia wa udukuzi. Dera alikuwa ameketi kwenye viti vya kielektroniki vilivyokuwa vimebadilika joto, akiwa na kichwa kimefunikwa na headphones nyembamba. Vidole vyake vilikuwa vinachapa keyboard kwa kasi sio kwa ya kibinadamu. Huyo ndo binti ambaye aliwahi kuingia kwenye server za serikali za tangaza kwa dakika 4 bila kugundulika. Aliwahi kuvunja firewall ya shirika la ujasusi la Denton la Bua. Alimsaidia Yuli kuokoa Shau na Feli kupitia yake njia ya kijasusi bila mawasiliano kutambulika na mtu yoyote, japo watu walipata access za gari ila hawakupata mawasiliano. Na sasa alikuwa ndani ya Sayadi akiwa ameungana na Yuli kwa moyo mmoja. Akasema kwa sauti ya utulivu lakini ilikuwa imejaa ushindi, iCloud email ya Feli imepatikana. Hakuna faili hata moja lililoharibika. Video zao za ushahidi wa kila aliyeuawa umeokolewa. Sasa tuna ushahidi mara 3 zaidi ya ule waliokuwa nao. Yuli alivuta pumzi ndefu akasema polepole, kwa hiyo yote yaliyopotea kwenye simu iliyolipuka Faja yamerudi, yamerejea? Ndio, ni yote. Ukiongezea na huo ushahidi mwingine, tuko full package. Dela alijibu bila kusita. Hao watu Tau, Ken na Jabari na IGP na RPC waliwahi kupanga kuniua. Walifanya familia yangu iishi kwa wasiwasi wa kutokujua niko hai au nimekufa. Waliua mabinti 4 wasiokuwa na hatia. Wakazusha Feri na Shau ni magaidi. Walichinja watu wasiokuwa na hatia. Yuri alitikisa kichwa. Sasa anasimama kama Yuri ni Obafemi. Sio tena yule kijana kukimbia milimani. Sasa ni mkuu wa MWS, moyo wa safari. Na tutaimaliza hii kazi ndani ya mwezi mmoja tu. Dera alimgeukia Mudede. Kila mmoja wao sasa alikuwa anaishi juu ya kamba nyembamba. Tukivuta tu wote wanaanguka. Mudede tabasamu nusu. Operation inaitwa nini? Yuli akatoka na neno moja tu. Neno lilokuwa limerudisha ukimya ndani ya chumba. Furaha ya watu wetu. Yule alipanga kuwamaliza wabaya wake wote, wabaya wake na wa familia yake na familia za Shau na Feli, akili tu nyingi kuliko nguvu kama ilivyokuwa kawaida ya Yuri. Kipindi hicho tayari Yuli alikuwa ametoa zile bleach kwenye nywele zake, hata Shau naye alikuwa ametoa zile rangi nyeupe kwenye nywele, hata Feri naye alikuwa yuko hospitali, alikuwa ametoa rangi za blue kwenye nywele zake. Feri kipindi hicho alikuwa anavaa mavazi ya stara akiwa hospitali, ni mwendo wa ajabu tu. Na kuswali alikuwa na swali. Hapa ni upanuzi mpana mzito wenye hisia za mvutano kama filamu ya kiwango cha juu, zimezingatia kila undani, mazingira, mvuto na akili ya Yuri. Nyumbani kwa CDF Tau. Nyumba CDF Tau ilikuwa ni kama kasiri iliyokuwa limejengwa kwa fedha chafu na damu za watu wengi. Jengo refu lenye kuta nzito, uzio wa umeme, kamera za kiwango cha kijeshi, kila kitu kilikuwa kimetengenezwa kuzuia adui yoyote yule. Lakini siku hiyo kiingilio cha mbele kilikuwa kimetawaliwa na mapambo ya sherehe, mabaruni mekundu, blue na dhahabu, meza ndefu za zawadi na keki kubwa ya happy birthday Jennifer and Jennifer. Ndani mziki wa taratibu wa familia ulipigwa. Wageni sio wengi, wazazi wadogo, wajomba wachache na marafiki wawili tu wa karibu. Tau alihakikisha hakuna mwandishi, hata kamera hakuna, hata za nje. Hakuna watu ambao walikuwa hawajulikani. Hakuna watu ambao hawajulikani kwa sababu hata katika siku ya kuzaliwa watoto wake alihofia mabaya aliyotenda. Watoto wake wawili, Jennifer mwenye miaka 26 na Geneva mwenye miaka 20, walikuwa wakitabasamu wakifurahia zawadi na vicheko vya familia. Mama yao alipiga picha kwa simu akisema, angalau leo tu tusahau kazi ya baba yenu. Leo ni siku yenu. Lakini sura ya Tau ilikuwa na tabasamu pana sana, alikuwa na furaha na kusahau shida zake.
Nje ya jengo walinzi waliokuwa wamevalia suti nyeusi walitembea kama simba waliokuwa wanajua wanadinda mtu mwenye hatima ya taifa. Walinzi 16 wazoefu waliowahi kupigana kwenye vita ya Bua na Sayadi Mashariki na makomando wawili mlangoni walithibitika kupitia mafunzo ya Elite Sotif. Hakuna mtu alikuwa anaamini kama binadamu yeyote angeweza kuwapita. Lakini mwanaume mmoja ambaye ulimwengu wa watu hatari aliyepewa majina mengi, Ghost of Bua, Shadow of Soldier na Suri wa Juhali, na sasa kiongozi wa MWS Yuri, alipiga hatua za mwanzo akiwa amevaa pulova nyekundu, jinsi ya kawaida na kiatu chepesi cha kukimbilia. Hakuonekanika kama shujaa, hakuonekanika kama muuaji, alionekana kama kijana wa kawaida tu aliyekuwa amekuja kushiriki sherehe tu. Lakini kwenye sikio lake la kushoto kulikuwa na kifaa kidogo, earpiece, ambacho ndani yake kulikuwa kuna sauti ya Dela ikisema kwa utulivu, kamera 3 imekuzimia njia. Kamera 5 imechelewa sekunde 4. Endelea hatua 3 mbele, pinda kushoto. Walinzi wawili wako na udhaifu wa usingizi, taarifa za wristwatch zao. Washughulikie kimya Yuri. Yule alienda moja kwa moja kwa walinzi wa mwanzo. Mlinzi wa kwanza alipigwa shingo kwa pigo moja lilolenga mshipa ya fahamu, akaanguka kimya bila hata kusikika. Mlinzi wa pili aliwekwa chini kwa kukatwa pumzi sekunde 3 akaisha, lakini amepoteza fahamu. Na hivyo ndivyo ilivyoendelea. Na kila mlinzi alikuwa anashughulikiwa bila damu, bila kelele, bila hata dereva wa ndani kujua kinachoendelea. Alipofika mlangoni, wale makomando wawili wakajaribu kupiga kelele, lakini yule alitangulia kuwatengua miguu kwa harakati moja tu ya kisanaa, kama vile anavunja fimbo. Mikono yao ilipaa kwa mwendo athari, wakabaki wakiwa wamelala chini wakihema tu. Dera akasema, njia safi, ingia sasa. Yule akavuta pumzi, akaweka tabasamu jepesi, akafungua mlango. Watu wa ndani walipoona mlango umefunguliwa hawakuona tishio, japo walishtuka ujio wa mgeni ambaye hawakumwalika. Waliona kijana amevaa tu kawaida akijaribu kuimba kidogo, happy birthday to you. Wote walibaki kushangaa, ila sura yule ilikuwa ni sura ya mtu mwenye maisha ya kawaida sana, na bado hakuonekanika kama labda ni kijana wa mtaani. Kila mmoja kadhani kwamba ni rafiki wa Jennifer au Jennifer. Wakati Jennifer naye anadhani huenda ni rafiki wa Jennifer, na Jennifer alikuwa anadhani kwamba ni huenda ni rafiki wa Jennifer. Jennifer kacheka na kusema, karibu mgeni, hujachelewa. Alikaribishwa vizuri kwa sababu uchangamfu wake ulifanya kila mmoja adhani kuwa kuna mtu ambaye ni mtu wa karibu na mgeni huyo. Ilikuwa ni ngumu sana kijana kama huyo kupita kwenye ulinzi wa nje, na walisi utambulisho wake unahusiana na watu wa ndani humo. Mama yao alitabasamu kwa upole, lakini Tau alitetemeka ndani kwa ndani, japo alijitahidi kuficha hofu. Alimjua haraka sana. Alijua sura hiyo, alikuwa anajua macho hayo yenye utulivu wa mvua ya usiku. Alijua tabasamu hilo ambalo halikuwa na furaha bali busara ya mtu aliyeonja kifo. Ndani ya sekunde moja jasho jembamba lilimtilika shingoni. Ndani ya sekunde 2 akakumbuka mpango wao wa kumua Yuli na familia yake, akakumbuka kila mpango aliokuwa amepanga kipindi Yuli yuko njiani kurudi Sayadi na wakina Fer. Na sasa mtu huyo alikuwa anatembea ndani ya nyumba yake kama rafiki wa familia, bila hofu, bila silaha, bila kukimbia. Familia ikaanza kumkaribisha, lakini Tau akabaki amedua kama jiwe. Na Yuli akamwangalia moja kwa moja, macho kwa macho, bila hata kufumba. Tabasamu lenye utu, lakini ndani yake kulikuwa kuna ujumbe wa simba. Yuli akaketi kwenye sofa moja. Bila shaka wengine hamnijui, ila mimi ni rafiki wa mzee Tau. Rafiki kijana. Kama mnavyojua, urafiki wa kijana na mzee waga ni urafiki mzuri sana. Jennifer alicheka kidogo. Kumbe baba una marafiki vijana namna hii? Watu kadhaa wakatabasamu, lakini Tau alipigwa na baridi za ndani. Hakutabasamu. Alijua Yuri hakuja kusherehekea, alijua hii ndio ilikuwa ni siku ambayo historia ya jumba hiyo ingegeuka kabisa. Lakini hakuwa na jinsi, mbele ya familia yake ilibidi aseme, ndio ni rafiki yangu. Alijilazimisha kitabasamu mzee Tau. Nimekuja hapa sio kwa lengo la kusherehekea, ila lengo ni kuja kuwaonesha matendo mazuri ya rafiki yangu Tau. Yuri akatoa ishara ndogo ya siri kupitia mikono yake, ishara ambayo mtu yeyote asingeweza kuelewa isipokuwa Dera, aliyekuwa makao makuu akisimamia kila kamera za jengo hilo. Sekunde 2 baadaye, TV kubwa ya sebleni iliyokuwa ikionyesha muziki wa sherehe ghafla ikabadilika. Sauti ya muziki kakatazi kapunguza mwanga taratibu, watu wote wakatazama TV kwa mshangao. Dera alikuwa tayari amechukua mfumo wa nyumba yote kimtandao. Kwenye TV mtaona mema ya Tau, mzee wangu rafiki. Watu wote wakawa na shauku ya kuona wema wa Tau, huku Tau mwenyewe macho yakimtoka jasho mpaka kwenye meno. Kwenye skrini ilionekanika video ya ndani ya nyumba hiyo, video ambayo inaonyesha Tau akizungumza kwa ukaribu sana na mfanyakazi wa zamani wa ndani, dada wa kazi aliyewahi kuhudumia hapo. Mazingira yalionyesha ukaribu kupita mipaka ya kazi, ukaribu ambao haukufuata maadili ya uongozi wala utu.
Tau alionekanika akifanya ngono kwa fujo sana na dada wa kazi. Dada wa kazi alisikika akiwa analalamika, ila Tau hakujali. Bosi naumia, bosi staki, bosi mama akijua, bosi natosha, staki bosi niache. Dada wa kazi alilia, ila kwenye video Tau alionekanika katili, hakujali hata kidogo. Tulia nitakuua. Sauti nzito ya Tau ikamfanya dada wa kazi akae kimya. Kisha video ikakata na kuonesha sehemu nyingine polini, Tau akiwa na yule dada wa kazi. Dada huyo akionekanika akimsii Tau, akiongea kwa hofu lakini sauti ikisikika ikiwa ya huzuni. Tau alikuwa na bastola mkononi. Bosi samani, bosi haki ya Mungu bosi, nitafunga mdomo wangu, hatojua mtu yoyote ule, niache hai bosi, niache uhai. Tau alionekanika hana huruma. Kupitia hiyo video Tau alionekanika akimpiga huyo dada wa kazi risasi 3 za kichwa na kumua hapo hapo. Dada huyo akadondoka chini kama mzigo, damu nyingi zikamvuja. Mama Jennifer alifunika mdomo wake kwa mikono, macho yalimtoka. Jennifer aliachia glasi yake kavunjika chini. Baba, hiyo sio kweli sivyo? Jennifer aliuliza kwa hamaki, lakini Tau alishindwa kujibu. Uso ulifunikwa na majasho na hofu wazi kabisa iliyomaanisha ni ukweli bila hata kujibu. Video ikabadilika ikimuonesha mfanyakazi wa sasa wa ndani ambaye naye yupo hapo. Kwa kushtuka tu alijificha nyuma ya ukuta wa sofa akilia machozi. Video ikaonyesha Tau akiwa anafanya mapenzi na dada wa kazi eneo la store, ila alionekanika Tau anamlazimisha dada wa kazi, alikuwa analalamika tu. Nyingine ya video inaonyesha Tau tena na dada wa kazi jikoni, ila mara hii dada wa kazi alionekanika kufurahia tendo. Bosi tamu, bosi, baadaye uje chumbani bosi. Okay nakoje. Video hiyo ilikuwa ni aibu tupu, ni uchafu. Dada huyo alianza kulia akitetemeka akisema, mimi sikutaka mtu ajue, niliogopa, nilinyamaza kwa sababu ni kiongozi. Watu hawakuamini kama Tau ni mshenzi kiasi. Jennifer aliinama chini akashindwa kutazama uchafu wa babake. Mara zote alimwona babake ni shujaa, ila leo aliona ni mshenzi wa tabia. TV ikatoa mwanga mkavu zaidi, kisha tukio likabadilika. Sasa ilikuwa ni video ya nje ya familia, ila ni ndani ya ndugu. Tau akiwa na mke wa kaka yake. Video ikaonyesha mazingira ya usaliti wa kifamilia, kuvunja heshima, kuvunja uaminifu. Maeneo ya hoteli Tau alikuwa anafanya mapenzi na mke wa kaka yake, wakionekana wanafurahia sana usaliti. Mke wa kaka yake alidondosha pochi aliyokuwa ameishika na kuanza kulia, kwanza kwa mshtuko, kisha kwa maumivu ya miaka. Kaka yake Tau akaanguka kitini, akashindwa kushika kichwa chake, alihisi kizunguzungu. Nini hichi? Naomba iwe ni filamu ya kuigiza hii, alisema kaka yake na Tau. Mtoto mkubwa akiuma kaka na Tau alikuwa kamvamia Tau ili ampige, ila yule alimwahi na kumtuliza. Sikiliza, nimekuja kuonesha mema jamani. Sitaki shida, labda nikishaondoka. Mkitazama hapo nje mtaona nichowafanya walinzi. Naomba utulivu, tutazame mema. Watu wote sebuleni wakajua sasa mambo ni makubwa, lakini hawakutarajia video iliyokuwa inafuata. Sasa TV ilionyesha tukio polini lililorekodiwa na drone ya miaka kidogo iliyopita. Watoto wadogo zaidi ya 10 wakiwa wamekaa kwenye mstari wakiongea kwa hofu, wakinyanyua mikono yao kujisalimisha. Tau alisimama mbele yao akiwa na bunduki SMG. Video ikaonyesha Tau akiwa anamiminia watoto hao risasi kama mvua bila huduma inayoyote ile. Mama Jennifer alipiga kelele ya uchungu kabisa. Hapana Tau, watoto walikufanya nini? Mbona ni wadogo sana? Hakuna aliweza kukaa, hakuna aliyekuwa anaweza kupumua vizuri, hata hewa ya sebuleni ikaonekanika nzito zaidi kuliko kawaida. Video ikabadilika sasa, ikaonyesha tukio la undani lililokuwa ni siri, tukio lilopelekea Maria, Aisha, Lera na Glory kufa, huku Shau na Feli wakisakwa kama pesa. Ilionyesha mwanadada Adelia mrembo maarufu wa Sayadi alikuwa akijihusisha na kazi ya urembo kama matangazo, video fiction na mambo mengine kibao, ila pia alikuwa ni mwanafunzi wa chuo cha Habanga walichokuwa nasoma kina Shau na Feli na rafiki yao. Akiwa ndani ya chumba cha hoteli, Tau akiwa na wenzake wawili, waziri mkuu Ken na Jabari tajiri namba 1 Sayadi. Video ikaonyesha Adelia akiwa na bakwa na watu wao bila huduma, mmoja akimwingilia kinyume na maumbile ambaye alikuwa ni Tau mwenyewe, mwingine akiwa na Jabali alikuwa anamwingilia mbele. Muda huo Ken alikuwa anamnyonyesha tango lake Adelia. Ni unyanyasaji. Adelia akilia. Wanaume hao watatu walifurahia ushenzi wao, wakipokezana kumwingilia Adelia bila huruma. Ilisikitisha na kutisha sana. Na mwisho kabisa walimuua Adelia kikatili sana. Watu wote ndani ya sebule walikuwa wamekaa kimya, hakuna kilichosikika zaidi ya sauti moja tu, kupumua kwa hofu ya familia nzima. Yuli hakutoa sauti ya hasira, hakupiga kelele, hakufoka, akanyanyuka taratibu akiwa na sura ya urafiki kwa watu ambao wamevurugwa. Hayo ndo mazuri ya Tau ambayo hakutaka mtu yote ajue. Nimeamua kuwa muwazi kwa familia yake, sijaja kuharibu sherehe, ila nimeonesha tu upande wa pili wa rafiki yangu Tau. Tau alikuwa amekunja mikono, mwili ukitetemeka, macho yakiwa mekundu. Kwa mara ya kwanza maishani hakuwa CDF, hakuwa kiongozi, alikuwa ni mtu mdogo aliyenaswa na ukweli wake mwenyewe.
Bana we. Yuri alimsogelea Tao aliyekuwa amekaa kwa hofu kwenye sofa, hata kusimama singeweza. Yule akamtazama Tao usoni, muda huu akiwa yuko serious. Sura yake ilikuwa inatoa tafsiri ya chui mkali zaidi wa vita. Kuna machaguo mawili. Naanza na jambo la lazima kisha nitakuacha na machaguo, alisema Yuri kwa kumtazama Tao akiwa yuko serious sana. Muda huu kulikuwa na kamdudu kamoja msili ya nje aliyekuwa anaruka na kupita kumzunguka Tao. Ukweli ni kwamba sio mdudu, ila ilikuwa ni kamera za kisasa za kijasusi. Ilitakiwa kurekodi matukio kwa quality kubwa sana kuliko kamera za ulinzi ambazo zinachukua matukio pia, ila MWS walitaka quality kubwa kwa ajili ya ushahidi usiokuwa na ukakasi. Kwanza unatakiwa ukili kila ulichokifanya kwa mikono yako au na wenzako. Hilo sio chaguo, hilo lazima ufanye sasa hivi. Alitamani akachukua bastola ndani kwake ili aweze kumuua Yuli, ila hakuwa na hiyo nafasi. Pia alikuwa ametambua kwamba kuwa na bastola sio kuwa na uhakika wa kumuua mtu ambaye kashapita maeneo ya hatari mengi, mtu ambaye kashachomoka kwenye kundi la watu wenye silaha zaidi ya 50. Tao alimtizama kila mmoja kwa aibu kubwa sana, kisha akashusha pumzi ndefu na kuanza kuzungumza kwa aibu na fedheha. Kwanza naomba msamaha kwa familia yangu, mke wangu, binti yangu na kijana wangu wa kiume. Nyote mnisamehe. Kiukweli kwenu ni baba mzuri aliyewapa kila kitu. Ndio ni mume mzuri, ni kumpa mke wangu kila kitu, ila sio mume mzuri nje ya macho yako. Sio mzuri nje yetu, kwa sababu ni baba ambaye nimeangamiza watoto wengi sana wa baba na mama wengine. Na kile kwamba wengi wao hawakuwa na hatia kabisa, ni matumizi mabovu ya kimamlaka na kujisahau kama duniani yangu. Ndugu zangu, mnisamehe kwa usaliti ndio nimeufanya kwenu bila kujali adhima kubwa ya undugu wetu. Tao aliongea kwa uchungu na majuto ya ndani kabisa. Alikumbuka shuka kukiwa kumekucha. Sikuamini kama kweli mwisho wa ubaya ni aibu. Leo aibu yangu iko hadharani na mbio zangu za sakafuni basi zimekuja kuishia ukingoni. Nimeua watu wengi sana, nimebaka, nimedhulumu, nimefanya machafu mengi sana, ila mpango mmoja ambao uliwahi kufeli, huo ndio mpango ambao umeniondoa na umenifikisha siku ya leo. Mabaya yote yako hadharani. Sio leo, nina muda sasa ya zaidi ya mwezi nakosa kabisa amani, ni kwa sababu ya huyu kijana aliye mbele yetu. Na hisi Mungu alimuumba maalum kuja kurekebisha dunia, hasa hii sayari yetu iliyojaa uchafu wa damu za kizani. Miaka 10 iliyopita tulipanga kumaliza familia ya Obafemi. Tulipangia ajali na kweli ajali ilifanikiwa. Ule ulikuwa ni mpango wetu sisi. Kila mmoja hapo ndani alikuwa ameshangaa, maana hiyo ajali ilishika vichwa vingi vya habari kwa wakati ule. Watu wengi waliwahi kujizijua habari za ajali ya ndege waliopata familia ya mzee Obafemi. Kumbe hata ile ajali ulihusika. Obafemi si alikuwa rafiki yako na alikusaidia sana kabla ya kupata nafasi kubwa jeshini? Mke wake Tao aliuliza. Kaka, kumbe wewe ni shetani kabisa. Ndio wake Tao kama uliza. Kila kitu napokea, kila jina, kila tusi na staili. Ni kweli mimi na wenzangu tulipanga mpango wa kumuua Obafemi na familia yake kwenye ndege. Hakukuwa na sababu ya maana. Sababu ni kwamba jina lake lilikuwa limetishia nafasi zetu. Watu walikuwa wanamsikiliza na kumfuatilia kuliko sisi. Jabali hakuonekanika tajiri mbele ya Obafemi ambaye ndiye kama mwalimu wake na msaada wake mkubwa kwenye mafanikio yake. Ila Kedi ndo alikuwa ni mwanafunzi wa siasa wa Obafemi kabla Obafemi kuachana na siasa. Mimi nilikuwa nimehofia, maana mpaka jeshi lilikuwa linamheshimu mno Obafemi. Hiyo ilikuwa ni hatari sana kwa nafasi yangu. Tamaa na wivu vilijijenga ndani yangu. Kwenye hiyo ajali tulikuwa tumefeli kuwa familia ya Obafemi wala Obafemi mwenyewe. Ila mwanae Yurian ndiye ambaye semekanika amekufa, ila mwili wake haukupatikana. Japo kwenye taarifa za habari hilo jambo halikutoka. Sijui ni kwa nini, ila habari za kifo cha mtoto wa Obafemi hazikutoka kabisa. Kumbe huo ndio ulikuwa ni mzizi wa kuja kwangu kwetu. Kwa kipindi kile tulihisi tumefanikiwa, maana baada ya pale Obafemi alijitoa kabisa kwenye siasa, hata upande wa biashara zake nyingi sana zikawa zilikufa. Hata habari zake zikazima, akawa kimya sana. Mpaka leo Obafemi haimbiwi tena kama miaka 10 nyuma ilivyokuwa. Miezi 7 tuliyopita tulifanya tukio la kumuua mrembo Adelia baada ya kumbaka. Jennifer alikuwa analia sana kuyasikia mazito ya babake ambaye alimuona ni kama shetani ambaye kabadilika jina. Jennifer alimkatisha babake kwa kumuuliza, na Adelia aliwakosea nini? Tao alikuwa ana machozi kwenye macho yake. Watu wote walimuona ni mnafiki. Hakuna aliamini kwamba Tao ana roho ya kulia, ila Tao alijibu na kuendelea. Sababu ni nguvu na tamaa. Adelia alisifika kwamba ndiye mlembo nambari 1 ndani ya nchi ya sayari.
Mimi na wenzangu Jabali na Ken tuliona hatuwezi kuacha mwanamke mzuri bila kumuonja. Na tukisha muonja sisi hafai kuwa na wanaume wengine zaidi yetu, sina ndio maana tukambaka na kumuua. Kumbe baba wewe ni mpumbavu kiasi hicho kabisa, tena mshenzi. Jennifer alijikuta akiwa anamtukana babake mzazi kwa kumfokea. Maelezo yataya kumridhisha kabisa. Acha mzee wako azungumzie, alafu mzazi ni mzazi, yopaswa kumtusi, alisema yule. Alipokea kila tusi akiendelea kuzungumza. Kipindi na mbaka Adeliana kumuua, mwisho tuligundua kumbe alikuwa katega simu yake upande wa rekodi. Alikuwa anarekodi maudhui yake kabla ya sisi kuingia pale ndani. Mbaya zaidi, video alikuwa anazihifadhi moja kwa moja na zilikuwa zimeunganishwa kwenda kwa rafiki yake Jasmine. Simu direct ibaki nayo, ila ushahidi wa tukio lile ulibaki kwa Jasmine. Tulimtafuta Jasmine tukamuua, ila simu yake haikuwa na ushahidi wote ule. Ila baada ya kuchunguza sana ile simu ya Jasmine, tukakutana na diary yake kwenye hiyo simu. Jasmine alikuwa ameandika kuwa ameshuhudia ukatili wa video aliyoona Adelia akiwa anakufa baada ya kubakwa. Alisema kwamba anajua atakufa, ila ushahidi anauacha kwenye simu ya Ferisha. Siku Ferisha kiuona, atachukua hatua ya kutafuta haki ya rafiki zake Jasmine na Adelia. Kipindi tunagundua hilo, huyo Ferisha alikuwa yuko Faja, ameenda kwa Feridi akiwa na wenzake 5. Hapo tulituma watu wakaoe wote na kuchukua ushahidi. 4 walifanikiwa kufa, ila Ferisha na Shauni walibaki. Hao ndio waliokutana na mzizi wa anguko letu, ambaye ni huyu kijana aliyekuwa mbele yetu, ambaye ni yule aliyobafemi mwenyewe. Kila mmoja alikuwa ameshangaa kumtazama vizuri yule. Ni kwa sura iliyokuwa inakuja ya mzee Obafemi. Kutoka Faja hadi Sayadi, safari iliongozwa na yule Obafemi. Tulituma mamia ya watu, ila waliishia kwenye mkono wa chui Obafemi. Na mwisho kaingia Sayadi mwezi mmoja uliopita. Leo yupo hapa na ushahidi wa aibu zangu na nyingi mno. Alihitimisha mazungumzo yake ya kukiri ubaya wake, watu walibaki midomo wazi. Yule alitabasamu, akazama mfukoni, akaibuka na vidonge 2, kimoja ni cha blue, kingine cheusi, akaviweka kwenye meza iliyokuwa na zawadi za keki. Kisha akasema, hivi vidonge sio dawa, ni sumu. Cha blue kinywa unakufa baada ya siku 3, ila hiko chekundu unakufa ndani ya sekunde 10 tu. Ikifika dakika 1 umekauka kama mti mkavu. Machaguo ni hayo mawili. Ukipuuza nitarudi mimi mwenyewe. Nadhani unajua hata kama utajificha kati ya kambi ya jeshi yenye wanajeshi milioni 10, nitakupata na nitakuua na nitaondoka nikiwa mzima, hata nguvu sina, alisema yule akiondoka zake. Alipofika mlangoni akamgeukia na kumalizia, kazi ni kwako. Basi bwana, asubuhi na mapema Firdaus Hospital kulikuwa kuna utulivu mtamu asubuhi. Nje mandhari ya jila sari unakanika kupitia dirisha kubwa la wodi, magari yakipita taratibu. Ndege wadogo wanarukaruka kwenye maua ya nje na mwanga wa jua ukipenya kwa uzuri kwenye sakafu iliyokunang'aa. Ndani ya uwanja mdogo wa mazoezi wa hospitali, Shauni, Yurian na Ferisha walikuwa wamesimama kama kikosi kidogo cha kijeshi kinachofufua yake. Ferisha alionekanika mwenye nguvu zaidi kuliko siku za nyuma. Alikuwa amevaa gauni la wagonjwa, lakini juu yake alikuwa amevaa koti jeupe la mazoezi aliopewa maalum na daktari. Mwezi mzima wa uangalizi mkali, dawa, lishe bora na kupumzishwa vilikuwa vimeanza kuonyesha matokeo. Uso wake ulikuwa umechoka kipindi kile cha mateso, sasa ulikuwa umejaa mwanga mpya, mwanga wa mtu aliyepambana kushinda. Shauni akamwambia, jamani Feri, siku hizi unang'aa. Nadhani mimba imekuja na ring light yake. Yule akacheka mpaka kawa nikamata kiuno. Sio ring light tu, hata shepu pia limeamua kufufuka upya. Makijacho huyo. Feri akapiga hatua 2 za mazoezi, kisha akawa amekaa kwenye mpira wa mazoezi, akajifanya kama vile anaonyesha tumbo kwa pose. Mna wivu jamani, yani mtu akipona tu mnaanza kuniimbia vibwagizo hapa. Walicheka sana. Kwa muda walionekana kama waje kupitia jehanamu ya safari yao. Dakika chache baadaye wakarudi wodini wakiwa wanabishana. Nani alifanya mazoezi vibaya? Nani ambaye alikuwa amecheza kama mzee wa miaka 90? Na nani alikuwa anahitaji masaji ya mgongo? Feri akarudi kitandani, Shauni akaenda kufungua maji. Yuri akapanga mto vizuri kwa Feri na ili apate kuegemea. Walikuwa na furaha halisi kabisa. Furaha ambayo wanaijua watu waliokuwa wamegusana na mauti mara nyingi sana. Ghafla TV ya wodini ikabadilika yenyewe kwenda live news. Mwandishi wa habari mwenye sauti nzito na tulivu akawa yuko hewani. Taarifa maalumu, kifo cha CDF Tao. Habari za asubuhi, tumefika hapa na taarifa maalumu kutoka Wizara ya Ulinzi ya Taifa la Sayadi.
Imethibitishwa kwamba kamanda mkuu wa majeshi Jenerali Taur Rashad amefariki dunia usiku wa kuamkia leo majira ya saa 4 usiku. Yuri alisimama taratibu, Shauni akageuka, Feli akasogea karibu na skrini kana kwamba macho yake yalikuwa yanataka kuhakiki kama anachokisikia ni rehema au ni miujiza. Habari kaendelea. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, chanzo cha kifo kimeelezwa kuwa tukio la dharura la kiafya lilikuwa limetokea ndani ya makazi yake binafsi. Hata hivyo, vyanzo vya ndani vimejitokeza kuwepo kwa uchunguzi unaoendelea kutokana na mazingira tata ya tukio hilo. Kamera ilimuonyesha msemaji wa jeshi akizungumza. Serikali itatoa taarifa kamili mara uchunguzi utakapokuwa umekamilika. Tunaomba wananchi wawe watulivu na waendelee na shughuli zao. Badala ya huzuni, chumba hicho kililipukwa na furaha kubwa isiyokuwa ya kawaida. Yuri, ni wewe? Yuri, ushafanya yako tayari? Feri alimuuliza Yuli na Shau alimuuliza Yuli. Yuli alijibu kwa tabasamu ambalo ni ishara ya jibu kwamba ni ndio. Feri akasimama kwa kasi ambayo wauguzi wasingependekeza, kisha kaanza kukata viuno, sio kidogo, bali kama densa wa Kongo katika harusi ya kifahari, au kama Ashura mcheza chula wa Buza kwa Lulenge. Wewe Feri, wewe bado mgonjwa ujue? Shau alimwambia Feri kwa anacheka. Feli alikuwa ameshika gauni lake la mgonjwa kama sketi ya dance. Shau, niache. Leo hata Dr. Saleh akinizingua na mpiga ngumi za nasuri. Ameenda ametokomea. Yule nyoka amepotea. Feri alikuwa na furaha katika kwa mziki kwake binafsi. Yule alibaki kucheka tu. Aliona vituko vya mgonjwa wao. Feri, utazaa dance shauli yako, Yuri alimwambia Feri. Muda huo Inara na Mila wakawa wameingia wodini, huku wakawa wamebeba vikapu vya matunda. Walisimama mlangoni wakitazama kwa mshangao. Mgonjwa anacheza ndomboro. Shauni anampigia kelele. Yuri anacheka kama mtu aliyekuwa amepewa mshahara katikati ya mwezi. Inara akaguna kwa mshangao. Huyu ndiye mgonjwa au mcheza chura? Mila akatoa sauti ya mshangao. Ama ni muujiza au Felix amechoma sindano ya Yondo Sister? Walicheka wote. Feli akawaambia, haya, karibuni, msishangae nitafutia wimbo wa Mama Amina. Huyu mshenzi kapona huyu, alisema Shau. Furaha ilikuwa kubwa. Taarifa zilipokelewa vizuri kwa furaha kwenye familia zote kabisa. Mzee Kombo, Mzee Makopa na Oba Femi wote walifurahia na walitambua kazi ya Yuri imeanza rasmi. Na kweli kazi haikuwa imeisha. MWS walikuwa wameanza na mtu wa kwanza na mission zikaendelea kupangwa kwa akili tu. Siku 5 baadaye ikawa ni msiba wa CDF Tao. Jua liliwaka polepole likitangulia magorofa ya mji, lakini ndani ya uwanja wa msiba mzito, msiba ulikuwa wa watu wengi waliokuwa wamefika kumzika mkuu wa majeshi, viongozi wa dini, wabunge, maafisa wa serikali, mabalozi, wakuu wa jeshi na mamia ya raia walikuja kwa heshima ya mwisho. Kipaza sauti kilipulizwa kwa hiari ya kusherehekea bendera. Mdomo wa umati ulikuwa kimya cha kuheshimu. Yuriani alifika kwa utulivu asilia, mavazi yake ya kawaida yakimficha kama aliyekuwa anataka asionekanike sana, na uzuri hakuwa kijulikanika kabisa. Jina la Yuriani Obafemi lilivuma sana bua nzima, ila sura haikuwa inajulikana. Alijua kwenye kiti kilichokuwa karibu na mtizamo wa mbele pembeni mwa Jabari. Yuli alikuja kumuwinda Jabari na alimfikia kirahisi sana. Kiti hicho kilikuwa karibu sana na Jabari, nafasi ndogo ya umakini, nafasi ambayo ilifanya moyo wa Jabari ugonge kwa nguvu. Jabari alitambua sura ile ilikuwa hazina ya vitisho vya zamani na hisia ya kutokuwa na amani. Jabari akamwona Yuli akiwa tayari yuko pembezoni mwake kwenye kiti jirani. Yuli aliacha tabasamu lake la kawaida, tabasamu mwanana la ushindi wa mawindo. Yuli alimtazama Jabari kwa utulivu na kumsalimia kwa sauti yenye mvuto mwepesi. Jabari, macho yake yalijaza alikuwa manisha uoga. Hapo ndipo alianza kuhisi huenda kifo cha Tao ni ujio wa Yuriani Obafemi. Ina maana kwamba tumekwisha. Hofu ilimvaa Jabari, akatamani kuita walinzi wake, ila Yuri alimtoleza, maana ni kama alikuwa yuko ndani ya akili ya Yuri. Tulia mzee, sidhani kama uliwahi kuwa na hofu ya aina hiyo kipindi unasababisha ajali ya ndege, ama kipindi unambaka Adelia, au baada ya wale mabinti wasiokuwa na hatia kufa, au baada ya familia zao pia kufa, alisema Yuri kwa sauti tulivu, kutabasamu mwanana likiwa linafanya sura yake kupendeza. Yuri akainua mkono kwa utulivu kama mwalimu aliyekuwa anamtuliza mwanafunzi mwenye uoga. Tuliza akili Jabari, sijaja hapa kuharibu.
Huu ni msiba wa mkuu wa majeshi wa nchi kubwa kama hii. Jabari alihitaji sekunde kadhaa hivi kujiweka sawa, lakini macho yake yalishindwa kutulia. Akaangalia mbele, pembeni na nyuma kwa uoga kwamba walinzi wa msiba wangeweza kuona sura hii hatari karibu yake. Usizani kelele itakusaidia, nitakuwa nimekamilisha kila kitu cha ajabu sana kabla hata mdomo wako haujafunguka. Kwa hiyo kaa kimya. Tusikilizane, na mambo mengi sana ya kufanya kuliko kukaa hapa na shetani kwa muda mrefu. Jabari alinamisha kichwa kakaa tuli. Yule akatoa simu yake akabonyeza skrini kisha akawa ameweka juu kidogo mbele ya Jabari ili Jabari aweze kuona vizuri bila ngine kugundua. Kwanza alimuonesha picha ya kijana mwenye uso wa kibabe mwenye nywele ndefu zilizokuwa zimepangwa kwa gharama kubwa sana. Anaitwa Frank. Yule alisema kwa sauti ya utulivu na sauti ya mtu anayejua kila kitu. Frank alizaliwa tarehe 14 Mei mwaka 1969. Yule alikuwa ameanza kuelezea kuhusu mtoto wa kiume wa Jabari. Hospitali ya Green Crest, wodi namba 3. Siku hiyo ulisafiri kwenda Rikatoni, hukuwepo kwenye uzinduzi wake wa dunia. Jabari alimeza mate polepole. Alikuwa mtoto mzuri, na ndo maana haya ninayokuambia hayakunifurahisha. Alisoma shule ya msingi New Royal Primary hadi darasa la 6. Kisha ukamhamishia Ledger Hill Academy kwa sababu alimpiga mtoto wa waziri wa fedha kutokana na ugomvi wa kifedha, pesa za kununua sneakers za gharama. Kwa sasa hivi anaishi Hanaka. Kule ni producer mkubwa sana wa muziki. Yule alibofya video nyingine akamuonesha Frank akiwa na kundi la vijana mikononi akiwa na furushi la unga uliopigwa mihuri, madawa kulevya. Frank alikuwa kashika bunduki kubwa akionekanika kwenye video ya kupanga mizigo tu, lakini kila kitu kilisema ukweli tosha kabisa. Haya ni mafaili ya usafirishaji wake wa madawa kulevya. Mizunguko 4 kwa mwezi. Anatumia studio yake ya muziki kuficha mizigo. Huu hapa ni ujumbe wake na mteja wa Hanaka. Huyu hapa ni mpangaji wake wa daladala ya usiku. Huyu hapa akitumia mzigo mwenyewe. Kichwa kilishuka taratibu mpaka mikono yake ikawa imeanza kutetemeka. Kilichokuwa naelezwa kilikuwa kinaonekanika kwenye video kupitia kioo cha simu. Yule alionekanika kumjua kuliko yeye alivyokuwa anamfahamu. Yule kaendelea. Ulijua Frank anahitaji usimamizi, lakini ulizani kwamba pesa zinatosha. Sasa angalia. Akabonyeza skrini. Ilitokea rekodi ya siku Frank alipokuwa amekamatwa na polisi wa Hanaka, lakini kesi ikapotezwa baada ya mizigo ya fedha kuingia mezani. Haya yote nimeyaona, nimeyasoma, nimeyakusanya. Yule akabadilisha faili. Sasa ilionekanika msichana mrembo Helen ambaye alikuwa katika hosteli za chuo, nguo zake zikiwa za bei. Tabasamu lake lilikuwa la mtu anayejua nguvu ya umbo lake na pesa alizonazo. Ni mtoto wa pili wa Jabari wa kike. Helen alizaliwa tarehe 9 Januari mwaka 2003. Alikuwa amefanyiwa upasuaji mdogo wa goti siku moja kabla. Ndio maana hukuweza kumshika mara ya kwanza alipotoka kwa nesi. Alibofya tena. Video inaonyesha Helen akiwa anapanga ratiba na wanawake warembo 3 kwenda kukutana na wateja. Kulikuwa pia kuna risiti za malipo, ujumbe wa mpokeaji, majina ya wasichana aliokuwa akiwatumia kama bidhaa, yani biashara ukahaba, biashara ya ngono. Licha ya pesa nyingi ambazo unampa, ila ushetani wako umemvana yeye. Bado anawauza mabinti kama bidhaa. Mbaya zaidi, uwaga anatumia ushawishi wa maisha mazuri, ahadi ya maisha mazuri kwa watoto wa watu. Mara nyingine anatumia nguvu. Aliangalia sura ya Jabari kwa sekunde 3. Jabari alikuwa kama mtu aliyekuwa amesimama ndani ya moto usiokuwa na makali na usioonekana. Mwili wake ulikuwa ni wa baridi, lakini uso wake ulikuwa ni mwekundu kwa mshtuko. Shule ya msingi New Royal Primary Secondary, Glendale Girls, chuo Sayadi State University. Yuri akakata mazungumzo kidogo, kamwangalia moja kwa moja machoni. Umemjenga kisomi, lakini ulimpa dunia yenye pesa zisizokuwa na nidhamu. Na ulimfungulia mlango wa kuwa bosi wa biashara ambayo haijawahi kabisa kutajwa majumbani. Ukahaba. Sio wengine isipokuwa walikuwa ni marehemu Tau, Kenny, RPC na IGP. Jabari ni kama alikuwa amepigwa na kitu kizito sana, kiachana na mshangao na fedheha ya kuona mwanaume kavuka mipaka ya stala za wanawake, haswa wasichana wa Sayadi na Bua. Ila alishangaa kwa fedheha zaidi kuona marafiki zake ambao ni kama ndugu walikuwa wanafanya uchafuo na mtoto wake wa kike wa pekee. Waliposema dunia duala hakurupuka hata kidogo. Maana yake mambo yale unayofanya yanazunguka kwenye mduala na yanakurudia. Mambo mliowafanyia watoto wa wenzenu, hayo wenzako walikuwa wanafanya kwa mtoto wako. Tofauti wako wanafanya kwa hiari yake mwenyewe. Alisema yule kwa tabasamu kama jambo ni zuri vile.
Yuri alibofya tena video za mazungumzo ya siri na watu waliokufa baadaye. Eneo la mkutano lilokuwa limeingia kwenye uchunguzi wa ndege zisizoonekana, taarifa za matumizi ya fedha, ripoti ambazo hazikuwahi kufikia maafisa wa uchunguzi, kisha video zote za ushahidi wa kifo cha Adelia na Jasmine, ukatili mkubwa waliokuwa wamemfanyia Adelia hadi walipokuwa wameamua kumua Jasmine. Jabali alishika mdomo, machozi ya ukimya akiwa anamlenga. Hakusubutu kuongea. Yule akarudisha simu yake mfukoni, kisha kwa sauti ya chini yenye msisitizo, "Asa Jabali, haya yote mimi, wewe na wadhalimu wenzako wachache ndo tunayajua. Ila dunia inaweza kujua mabaya yako na watoto wako. Heshima yako inaweza kushuka ndani ya dakika moja tu. Ningeweza kufanya kwenye TV kubwa zilizopo hapa zione haya matukio." Jabali akatetemeka kama mtu aliyekuwa amekaribia kuanguka. Kuna machaguo mawili: ujiondoe mwenyewe baada ya kuambia umma mabaya yako yote, ila watu wajue kisha ujiue wewe mwenyewe. Chaguo la pili, mimi niachie hizo video zote kisha nije kumalizana na wewe kwa mkono wangu. Najua unajua nikikurudia kitakachofuata. Yule akasimama, akarekebisha kofia yake pama vizuri, akapiga hatua 3 kutoka kwa Jabali kisha akamgeukia. "Chukua uamuzi sahihi." Akaondoka kama mtu ambaye alikuwa hajafanya chochote kile cha ajabu, kana kwamba alikuwa ni mtu mgeni tu aliyekuwa amekuja kutoa heshima za mwisho kwa CDF Tau. Siku iliyofuata baada ya msiba wa Tau, tuje nyumbani kwa mzee wa Bafemi. Shau alitakiwa pumzika kwa kipindi hicho, hakutakiwa kutembea sana. Kliniki walimtaka atulie kwa ajili ya maendeleo ya mimba. Yuli kipindi hichi alikuwa karibu zaidi na Inara. Sijui ndiye shemeji au tumuite vipi yani. Medai walikuwa wanapanga kwenda hospitali kumuona Feri. Kabla hawajaingia kwenye gari, Shau aliwawahi na kumshika mkono Yuli, akiukumbatia kabisa mkono huo. "We vipi? Unatakiwa utulie, unakimbia ni sasa?" Yule alimuuliza Shau. "Ila yule katoto unaondoka nako aka." Cheki gono lake lilifupi alafu linampasua mapaja yote ya kwazi. Shau alilamika kwa kudeka mbele ya Yuli, akimtilia shaka mdogo wake Inara. "Wewe, ujue Yuli ni mali ya umma. Hakuna mwenye walali naye. Kila mtu ataliwa kwa muda wake," alisema Inara huko akanamvuta Yuli. "Umeona maneno yake huyu? Mdangaji huyu." Shau alilamika kumvuta Yuli wake ambaye alikuwa anavutwa na Inara. "Hebu acha wasiwasi, na lana madhara," alisema Yuli. "Ndio, sina madhara na tayari mimi na mimba ya Yuri," alisema Inara huko akiwa anashika tumbo lake. "We usimwache, wanaenda guest yao." Mira ambaye alikuwa yuko juu gorofani alifungua dirisha karopoka. Walibaki kucheka tu. Yuri na Inara wakaondoka zao. Dakika kadhaa walifika Firdaus Hospital. Walipofika kwenye wodi ya Feli, walifungua mlango taratibu, lakini wakashtuka. Feli yule ambaye kwa kawaida huamka asubuhi na kupiga nyimbo za Uswahilini, kucheza ndombolo bila aibu na kupayuka kama mdada wa Kizalamo kwenye sherehe, leo alikuwa kimya, ametulizana na anaswali kwa unyenyekevu wa hali ya juu sana. Yule na Inara wakabaki kwenye mlango akiwa anatazama kwa mshangao kama watu waliokuta simba akinyonya chochu ya mbuzi bila ugomvi. Maajabu haya, alishangaa Yuli. Baada ya kumaliza swala ya sunna aliyokuwa na swali, Feli akaendelea na dua ndefu, mikono yake, macho yake yakiwa yako kimya na ukimya ambao hawajawahi kuona kwake. Yule akainama kidogo, akamuuliza Inara, "Kumbe ni kweli shetani akizeeka na kuwa malaika eh?" Inara akacheka kimya, akamwacha Feli amalize kuswali swala yake. Walipohisi atakuwa kamaliza, wakaingia wodini taratibu kama watu waliokuwa wamevizia kufanya pranks. Inara akapiga makofi mawili hewani. Hasha, mshangao, leo tuna ostazati mpya duniani. Feli akawageukia kwa haraka, uso mkali kama mtu aliyekuwa amekatisha ibada yake. Wacha mambo yenu nyie. Mtu kuswali nayo pia nashangaza sasa. Basi Biferi bini Abdulrahman, mtoto wako atazaliwa ustazi au ostazati. Atatoka tumboni na dua ya kuongeza babake mapesa. Wote wakaangua kicheko. Feli akajifanya mkali, lakini alishindwa kujizuia kucheka. Nyie watu hamna adabu, lakini ngoja mje siku nitakapowafungisha ndoa na hutuba rasmi. Inala anapendeza kuwa mke kuliko hata Shao. Namtaka Inala wewe mdogo na sio Shao. Huko tumetoka ana wasiwasi kwamba nitamtega Yuli wake hapa, alisema Inala. Sio yeye tu, hata mimi na wasiwasi pia. Ni utani ulikuwa umetamba ndani humo. Wakiwa bado hapo kwenye utani, mlango wa wodi ukawa kimya. TV iliyokuwa ukutani juu ikabadili taarifa na kuingiza breaking news. Taarifa zilizokuwa zimeandikwa kwa herufi nyekundu zikaanza kutembea. Habari za hivi punde: Mzee Jabali afariki dunia. Video zilizoonekanika mtandaoni zimethibitisha kauli zake za mwisho. Picha za Jabali zikaonekanika alijirekodi akielezea maovu yake, ushiriki wake katika kuwadhuru watu na mipango yake michafu. Wote watatu, Yuri, Feri na Inara, wakatoa pumzi za mshangao kwa pamoja,
kisha taratibu tabasamu zikaanza. Wa pili ameondoka na hatujainua hata kisu. Hiyo ndio kichwa cha Yuri sasa. Watu wanajua wenyewe. Yaani kama anagawa tiketi za safari za mwisho. Alisema Feli kwa furaha kubwa sana. Yuri hakusema chochote, alikuwa ameketi kitako pembeni ya kitanda cha Feli. Macho yake yakawa anaangalia TV kwa umakini, akitabasamu. Alikuwa na furaha na matunda ya matokeo ya misheni yake ya kimya kimya. Watu wanakufa bila bunduki wala bila panga. Ni akili tu. Feli akapiga mluzi mfupi. Basi ungekamata hata mmoja umbaki kwanza. Nani anakuzia bangi? Yule akamuuliza Feli. Bado kazi ipo. Ila nitaimaliza hivi karibuni. Wodi nzima ikawa kimya kwa sekunde kadhaa, kimya cha maana. Kisha Feli kama kawaida yake alivunja ukimya. Lakini kwanza hebu nileteni mandazi na chai. Osata hawezi kuhubiri akiwa na njaa. Upande wa Waziri Mkuu Keni. Wiki mbili zilipita baada ya matukio yote ya vifo vya Tau na Jabali. Waziri Mkuu alikuwa busy na shughuli za kijamaa akihisi tamsaidia. Leo hii alikuwa amezindua kituo kikubwa cha afya kwenye jiji la Magude, mkoa wa Dambaka, akiwa sambamba na waziri wa elimu, na watu wengi sana walikuwa wamefika kutazama uzinduzi wa kituo kikubwa cha afya cha kisasa. Akiwa hapo alishtuka kumwona Yuri kwenye umati wa watu. Macho yake mara moja yalimtambua Yuri. Umeona bana? Dakika chache kabla ya Keni kumwona Yuri, Waziri Mkuu Keni Anvumba alipanda kwenye jukwaa kwa mbwembwe. Suti yake ilikuwa imenyoka kama imepigwa pasi ya moto wa kuzimu. Tabasamu lake pana kana kwamba ni mtu mwema kupita watu wote duniani. Alichukua kipaza sauti na kuanza kuongea, sauti kitoka kwa ule uongo wa kisiasa ulioundwa kwa miaka. Wananchi wenzangu wa Magude, leo ni siku ya kihistoria. Serikali yangu imefanikisha mradi huu mkubwa, kituo cha kisasa ambacho hakijawahi kutokea. Watu wakapiga makofi, ingawa watu wachache walijua kituo hicho hakikutokana na jitihada zake, bali ni msaada wa wafadhili ambao hakuwahi kutaja. Ukweli ni kwamba hata wananchi wanatambua kwamba Keni hana uadilifu wote ule. Mtu ambaye habari za ubaya wake zilishtua ni Jabali, kwa sababu yeye alikuwa ana sura tofauti mbele za watu, sura ya wema mno. Ila Keni alikuwa na majivuno ya wazi kabisa, dharau, jeuri na kiburi. Keni akaendelea kwa mbwembwe zaidi. Haya yote ni matunda ya uongozi wangu thabiti wa uwazi na kupambana na ufisadi. Alipofika hapo, mzee mmoja akacheka kimya kimya, lakini Keni hakujali, akaendelea. Alikuwa anazungumza kana kwamba yeye ndiye rais wa nchi. Nipo kwa ajili yenu, serikali yangu ni ya uwajibikaji na sisi tumewa. Ghafla maneno yalikatika, midomo ikasimama, shingo ikageuka taratibu. Machoni mwake katikati ya umbati akamwona mtu ambaye hakutarajia hata katika ndoto mbaya. Yuri amesimama kimya katikati ya kundi cha watu, mikono mfukoni, macho yakiangalia moja kwa moja kwenye jukwaa. Hakutabasamu, hakupiga makofi, hakusogea. Alikuwa kama sanamu au mtu wa kuchorwa. Keni uso kabariki, ghafla jeshi kamchuluzika, akashusha pumzi nzito mara mbili na mara ya tatu. Alitazama walinzi, kisha aliporudi kumtazama alipokuwepo Yuri hakuwepo tena. Kama hakuwahi kuwepo vile, ni kama mzimu wa umauti hivi. Kila mtu aliona hofu ya wazi ya waziri mkuu. Waziri mkuu akapoteza mdundo wa hotuba, kipaza sauti kikaanza kushika kelele za feedback. Watu wakawa wanajiuliza kwa kunong'ona, vipi tena? Keni akasema kwa sauti iliyokuwa katika. Na kwa hiyo ninasema tutaendelea. Akashindwa kabisa kuendelea. Ghafla akamgeukia msaidizi wake. Tumemaliza, tuondoke. Bila kutangaza rasmi uzinduzi, bila kukata utepe, bila kumaliza hotuba, Keni akashuka jukwani kama mtu aliyekuwa anakimbia moto. Walinzi wake wakachanganyikiwa, wakafuata mwendo wake kwa kasi sio kwa kawaida. Alifika kwenye gari lake la kifahari, mlango ukawa umefunguliwa kwa haraka, akalukia ndani ya siti ya nyuma, akapumua kwa nguvu, moyo kapiga kama ngoma ya vita. Tuondoke mara moja. Ni kweli gari likaondoka kwa kasi sana. Huku nyuma walinzi na wasaidizi wa Keni waliingia kwenye magari ili kulifukuzia gari hilo, maana hawakumuelewa bosi wao ana shida gani. Ila magari yote hayakuwaka. Mbaya zaidi mlinzi mkuu wa waziri alibaki hapo. Waziri kaondoka na nani? Aliuliza mlinzi mkuu. Hakuna aliyekuwa na jibu. Hili tatizo la magari hayawaki, alisema mlinzi huyo akiwaza kwa haraka nini cha kufanya. Ongezea Keni aliongea, lakini maneno yalikwama alipomwangalia mtu aliyokuwa amekaa pembeni yake. Sio mlinzi wake wala sio askari wa serikali, ni Yuri. Keni aliingia kwenye gari bila kuwa makini kwamba anaingia na nani kwenye gari. Aliingia na Yuri badala ya mlinzi wake. Yule ametulia, amekaa kwa utulivu tu wa hatari,
mikono yake ikiwa juu ya goti moja, macho yakiwa yanamtazama Ken kana kwamba anamsoma ndani ya mifupa. Ken alitetemeka kiasi cha kutetemesha suti nzima. Dereva, simamisha. Lakini dereva akageuza uso wake, na hakuwa dereva wake, alikuwa ni Mudede, akiwa amevaa miwani myeusi, tabasamu la nusu na sauti nzito. Mheshimiwa, safari haina haraka hii. Ondoa pressure. Ken alijaribu kufungua mlango ila haukufunguka. Alikuwa anataka kupiga kelele ila gari lilikuwa limeshaingia maeneo ambayo hayakuwa na makazi ya watu. Anataka kufikiria njia ya kutoroka, akili kagoma. Yule kanama kidogo akasogea karibu na kwa sauti ya utulivu yenye ukali uliositirika akasema. Yule akutiana kwenye TV ya gari iliyokuwepo nyuma ya siti ya dereva ilionekanika video ya zamani ya miaka 10 iliyopita, video ya taarifa za habari kuhusu ajali ya ndege. Mheshimiwa, nadhani unaikumbuka yeye. Yule alimuuliza Ken. Ndio, nisamee siku asijakuuliza unayasema, nimekuuliza kama naikumbuka. Sauti nzito yenye utulivu ikanena Yule akiwa na nguruma. Kwenye TV zikaja video zingine nyingi za uchafu wa Ken hadi ile aliyokuwa anafanya mapenzi na mtoto wa Jabari, na mwisho iliingia ile video ya kumbaka Adelia na kumuua, jinsi walivyomuua Jasmine. Una masaa 24 pekee kufanya maamuzi kama ya wenzako Tau na Jabari, au nikupeleke mimi kipindi nilishamwaga uchafu wako hadharani. Hakuwa na maneno mengi. Yule gari likasimama, yule na Mudede wakawa wameshuka ambapo kulikuwa kuna gari lao, wakahamia kwenye gari lao na kuondoka. Masaa 12 baada ya mzunguko wa yule kumpa Ken machaguo, alfajiri ya saa 11 na dakika chache, taifa zima liliamshwa na kilio cha redio, runinga na mitandao ya kijamii. Breaking news: Waziri Mkuu Ken Adhumba afariki ghafla. Mtangazaji wa habari alipoteza sauti yake ya ujasiri kwa mara ya kwanza. Sauti yake ilishuka ikawa nzito, akiwa kama mtu aliyekuwa anasoma hukumu ya mahakama. Habari za kushtua kutoka Ikulu: Waziri Mkuu Ken Adhumba amefariki dunia usiku wa kuamkia leo. Taarifa za awali zinaonyesha amepata mshtuko wa moyo ghafla akiwa nyumbani kwake. Serikali imechukua hatua dharura. Runinga zilibadilika kuwa rangi nyeusi, nembo za maombolezo zikawa zimewekwa. Wataalamu wa afya wakaanza kubuni hadithi za shinikizo la damu lilikuwa limepanda la ghafla na kifua kilichosimama bila ishara. Hiyo ilikuwa ni kuficha ukweli kwamba amejinyonga nyumbani kwake. Lakini watu wengi walifahamu kwamba amejiua baada ya kuondoka kwenye kijiji cha Magude akiwa kama kachanganyikiwa hivi. Hawakujua sababu, ila walijua kajiua. Hakuwa mtu wa kuliliwa. Wengi waliona kifo chake kama mlango mpya wenye hewa safi. Taifa likapatwa na msiba mwingine mzito, ila kwa kina Yuli ilikuwa ni furaha kubwa mno. Wakati redio za taifa zikilia kwa huzuni ya bandia, mitaa ya kawaida ilikuwa tofauti kabisa. Katika mabasi, kwenye daladala, kwenye vibanda vya chipsi, watu walikuwa wananong'ona, Mungu kasikia kilio chetu. Huyu mtu alikuwa mzigo, alitutesa miaka yote, sasa ndio mwisho wa dhuluma. Nyingine kama ongea wazi kabisa bila uoga, hata kufa kwake ni neema. Twende Firdaus Hospital, msikilizaji. Wakati taifa likiwa linaingia kwenye msiba wa kulazimisha, upande mwingine wa jiji mambo yalikuwa tofauti. Yuri, Shauferi, Inara, Obafemi, Kombo na Makopa walikuwa wamekusanyika kwenye ukumbi mdogo wa wageni wa hospitali hiyo. Taarifa iliwafikia wote wakiwa hospitali kumtazama Feri, ambaye alikuwa na hali mbaya kidogo japo alikuwa anatembea mwenyewe. TV kubwa ukutani ilikuwa imewashwa taarifa hizo kwa sauti ya chini sana. Mtangazaji aliposema kwa mara ya pili, Waziri Mkuu Ken ametutangulia, Feri alianza kucheka kimya kimya hadi machozi, furaha na hisia za ushindi. Aise, huyu naye kaenda. Akapiga meza kwa furaha kama anapiga ngoma ya marabetu. Shau akavuta pumzi ndefu akitetemeka kwa msisimuko. Huyu alikuwa ni mwiba. Kuondoka kwake ilikuwa ni faraja kwa taifa lote. Mwisho wa ubaya ni aibu. Obafemi akainamisha kichwa, akatabasamu pembeni. Haki ikichelewa haitakosa kufika. Kombo ambaye mara nyingi hatoi hisia alikunywa maji na kusema kwa sauti ya chini, waliofanya maovu wanapotea mmoja mmoja. Makopa akagonga glasi yake ya juisi hewani kama toast. Tunapumua leo. Shau anamtazama Yuri. Mashujaa wa kimya hawagombei sifa. Shau alikuwa kimya muda wote akimwangalia Yuri kwa macho yaliyokuwa yanamchunguza zaidi ya kawaida. Hakuuliza kwa utani wala kejeli, bali kwa sauti ya mwanamke anayetambua uzito wa jambo. Ulimwambia nini Ken? Yuri hakumwangalia mara moja.
Alitoa pumzi ya utulivu, akavuta kiti kidogo nyuma na kusema kwa upole, wakati mwingine watu waga wanajimaliza wenyewe. Ukimkumbusha mtu kweli wake, moyo wake hauwezi kubeba. Hakuongea zaidi Yuli, zaidi ya kutabasamu kwa furaha. Hakueleza alichomwambia siku iliyopita kule kwenye gari. Kazi ilibaki kwa RPC na IGP. Taifa likatikiswa, maisha ya wenye dhuluma yanafika mwisho. Serikali ikiwa inahangaika, mawaziri wakaanza kukimbia kujiosha kama hawakumjua marehemu. Mitandao ikafulika video za watu wakishangilia kwa furaha, mama mpika chapati akiwa na furaha, vijana wakikoroga kahawa na kucheka, wananchi wakisema Mungu ashindwe. Lakini kwa watu wachache pekee waliokuwa Firdaus Hospital, hayo yote yalikuwa ni kama filamu tu walioitarajia. Kwao kifo cha Ken kilikuwa ni kama alama ya TikTok ya orodha ndefu, orodha hiyo iliyo mikononi mwa mtu mmoja. IGP na RPC wakihema punza moto wakitafuta pa kukimbilia. Jiji la Saya, ikiwa ndio kitovu cha nchi ya Sayadi, lilikuwa katika shamla za asubuhi, biashara zikiwa zinafunguliwa, magari yakiwa yanapiga honi, watu wakiwa wanakimbizana kazini, vijana wakiwa wanakimbia na energy mikononi, mpaka tukio moja lilokuwa limekatiza bila pumzi. Kwenye ukuta mkubwa wa jengo Sayadi Central Towers palikuwa na TV kubwa zaidi nchini, iliyokuwa inajulikana kwa kuonesha matangazo ya dharura, taarifa za rais na matangazo ya kitaifa, lakini siku hiyo haikuonesha matangazo ya kawaida. Ghafla TV ilikatisha tangazo la biashara na kuweka matukio mapya. Watu walianza kusimama, maduka yakawa yanabaki wazi, waendesha bodaboda wakisomesha pikipiki zao katikati ya barabara, daladala zikapunguza mwendo, wengi wakabaki midomo wazi bila kujua kilichoendelea. Video ya kwanza ikaanza na uso wa CDF Tau aliyezikwa juzi tu kwa heshima zote za kijeshi ukaonekana. Lakini hii haikuwa video ya mazishi, haikuwa hotuba, ilikuwa ni video ya ushahidi. Sauti ya mwanamke ikilia, kamera iliyokuwa imetikiswa na sura ya Tau ikawa imefanya kitendo cha uovu. Video ikapita haraka hadi pale anapomuua dada huyo na kuficha mwili wake. Watu waliokuwa barabarani walizimia, kelele za kushangaza zilipanda kama wimbi. Haiwezekani, mbona huyu ndiye tuliyemzika kwa heshima huyu? Ina maana jeshi lilikuwa limemtukuza muuaji? Video ya waziri mkuu Ken kaonekanika sio ile picha yake ya suti na tai iliyokuwa kwenye mabango ya kampeni. Hapana, kwenye video hiyo alikuwa anafanya ukatili sana Ken. Video zilifuruliza kwa ukatili wa Ken. Wananchi walio chini ya skrini walipiga kelele, ametuongoza miaka yote akiwa mnyama. Huyu mtu alistahili kudondoka mapema sana. Haya yanawekwa na nani? Jamani, hii ni kazi ya malaika eti. Wengine walikuwa bado hawajapona mshtuko wa kwanza, wa pili, lakini video ya Jabali, mfanyabiashara maarufu aliyeheshimika sana na kuogopwa zaidi, ziliingia moja kwa moja. Ilionyesha jinsi alivyokuwa anaendesha biashara ya madawa kulevya, biashara ya ngono, mauaji ya siri, wizi wa mali ya umma, na ile video kubwa kabisa ya ubakaji na mauaji ya Delia akishirikiana na Ken na Tau, na mwisho wakamuua na Jasmine. Wananchi walishika vichwa, wengine walikimbia kama mtu aliyekuwa amekimbia radi, wengine wakipiga magoti wakishika nyuso zao. Hawa ni mashetani. Video ambazo hazikuwahi kuonekana zilionyesha IGP na RPC wakipokea rushwa, wakitoa amri ya watu wasiokuwa na hatia kuuawa, wakitorosha watuhumiwa wakubwa, wakifanya biashara haramu za silaha na mpango wao wa kuwaua Yuri na Shau pamoja na Feri. Mji mzima ukawa kimya ambacho hata ndege waliokuwa angani wangeshindwa kukivunja. Mitandao ikaripuka. Instagram upande wa Sidegram, Facebook, CloudChat zote zikaja juu kama mlipuko wa bomu. Ukweli wa Sayadi. #mafisada wamefollow. #Adelia ametendewa haki. Kila mtu alikuwa na clip yake, kila mtu alikuwa ana share, hakuna aliyebaki nje ya tukio. Rais alionekanika moja kwa moja kupitia TV ile kubwa. Dakika chache baadaye uso wake ulikuwa ni mkali, wenye hofu, lakini wa mtu aliyedhamiria. Kuanzia sasa hivi RPC na IGP wanavuliwa nyasifa zote, wakamatwe popote walipo. Hawa watu sio askari wa Sayadi tena. Kisha kamaliza kwa maneno ambayo yalisikika kama hukumu ya mwisho. Sayadi haitaki viongozi wakatili. Hawa watu hawastahili hata mahakama. Dakika 10 baadaye jaji mkuu alitoa tamko. Ushahidi wa video ni mkubwa kuliko kesi. Hawa watu wanakwenda moja kwa moja jela. Na kwa mujibu wa vifungu vya uhalifu wa kibinadamu, adhabu yao ni kifo. Kishindo hicho kikatapaka nchi nzima kama moto wa porini. Familia ya Kombo, Makopa na Obafemi, furaha ya haki baada ya machungu.
Wakati taifa likiwa linamwaga kejeli, kelele, hofu na mshangao, familia za wahanga zilipokea taarifa hizo kwa macho yenye machozi ya furaha. Kila mmoja alifurahia. Katika ghorofa ya 4 kwenye wodi ya Feri kulikuwa kuna furaha isiyokuwa inaweza kufichika. Shau alikuwa amekaa kwenye kiti pembeni ya kitanda huku akishika chupa ya maji. Feri alikuwa amekaa kitandani akiwa bado ana nguvu za ujauzito, akicheka mpaka machozi yanamtoka. Yuri, umemaliza kazi. Ulimaliza safari, sasa umemaliza na wadharibu. Ni muda kungoja kuitwa baba sasa, alisema Feri ambaye kipindi hichi hali yake kidogo ilirudi kwenye kupooza. Kwenye safari ya Faja mpaka Sayari, safari iliyopita kitabu kilichoandikwa cha damu na kuhifadhi kumbukumbu za mateso. Miezi 9 ilipofika, miezi 9 ilipita kwa kasi ya ajabu kiasi kwamba hata kalenda ilionekanika kama imekimbia badala ya kutembea. Firdaus Hospital ambayo hapo mwanzo ilikuwa ni kama kambi rasmi ya vicheko, utani na matumaini mapya, sasa ilionekanika kuwa ni kambi ya kusubiria miujiza. Feri baki hospitali kipindi chote chini ya uangalizi maalum wa madaktari bingwa. Asubuhi upepo wa baridi ulipuliza kati ya mapazia marefu ya hospitali kiashiria kitu kisichotabirika. Siku ya kujifungua ilikuwa imefika. Shau akiwa katika wiki za mwisho za ujauzito wake, alisukumwa kwenye wheelchair akipelekwa wodi ya Feri. Alipokuwa amechoka, lakini moyo wake ulikuwa unadunda kwa hofu na shauku. Familia yote ilikuwa hapo, yani wakina Oba, Femi, Kombo na Makopa. Maana watoto zao wote walikuwa wako hatua za mwisho kujifungua. Yuli alikuwa amekaa kwenye benchi la nje ya wodi, mikono yake miwili ikiwa imeshikilia kichwa, ikitembea kiakili katika msitu wa mawazo aliyoujenga mwenyewe. Uso wake ulionyesha wazi msongo wa hofu, upendo na hatia isiyoelezeka. Hakuwahi kuona siku ambayo ulimwengu ungelikuwa mdogo kuzidi kiasi hiki. Baada ya zaidi ya saa 2 za kelele za madaktari, maelezo makali na mgongano wa hisia, sauti ya mtoto mchanga ikasikika, ndogo, dhaifu lakini yenye thamani, ikilikatiza miluzi ya mashine ya hospitali kama muujiza uliopasua anga. Daktari wa upasuaji alitoka akiwa na tabasamu dogo usoni. Ni mtoto wa kike, akaeleza kwa sauti nyororo yenye uchovu nyuma yake. Shau alijikuta kitabasamu kwa macho yenye machozi. Mama Feri na Mashau na Mayuri wote walifurahi. Hata mzee Kombo ambaye siku zote alionekana kama mwamba wa familia aliteleza machozi ya faraja. Yuri alipumua kwa nguvu kama mtu aliyeokolewa katika bahari akizama. Feri ametimiza, alijisemea kimoyomoyo. Lakini furaha yao haikudumu. Ndani ya dakika chache tu mlango wa upasuaji ulifunguliwa tena, safari taratibu, kimya, na daktari mmoja tu akatoka. Uso wake haukuwa na tabasamu, haukuwa hata wa matumaini, ule uliobeba ujumbe ambao hakuna mwanadamu angetaka kutamani kupokea. Yule alinyanyuka taratibu, moyo ukidunda kana kwamba unataka kutoroka kifua. Daktari Feri yuko wapi? Anaendeleaje? Akauliza Yuri kwa fadhaa. Daktari alimeza mate mara ya kwanza, mara ya pili. Tumefanya kila tuliwezalo. Moyo wa Yuri kapiga kwa kishindo kizito sana. Feri hakustahimili mshtuko wa damu iliyopotea. Tumempoteza muda mfupi baada ya kujifungua. Hata hivyo nguvu zake zilikuwa ni ndogo sana kwa kutafunwa na sumu. Nguvu zote alizimalizia kumsukuma mtoto. Korido nzima ikaonekanika kusimama, hakuna mtu aliyebomoa. Mama Feri alizimia hapo hapo. Mzee Komba alijikuta akiwa ameshika ukuta kwa mikono miwili, akishindwa kusimama. Alia kama mtoto mdogo. Sauti ilisikika hadi wauguzi wa wodi ya pili wakasikia. Rest in peace, Feri. Msikilizaji, tunaelekea mwishoni kabisa mwa simulizi yetu Moyo wa Msafiri. Tunaishia hapa katika sehemu ya 7. Na mwisho wa simulizi ni mwanzo wa simulizi kali kweli kweli, na kwenda kwa jina la Kona ya Msalitiwa. Nani alisalitiwa? Ilikuwaje kasalitiwa? Na baada ya kusalitiwa alifanyaje? Tumeambiwa tutaweza kujua habari nyingi za mji wa Konka, lakini pia tutaweza kujua kundi la wale wauaji hatari sana, wale wanasuri, wakina nani wale, wakina Kenny, sijui wakina nani wale. Tutajua huko. Wakina Kerie, usikose. Mimi na Victor Weni hapa, ni Simulizi Mix. WhatsApp ni 0677062012. Kisha kuja WhatsApp pale kuweza kuipata simulizi sasa hivi. Inakuwa inapatikana yote mpaka mwisho bila kusubiri. Kama unaipata kupitia YouTube channel Simulizi Mix, basi jua kwamba tayari simulizi ya Kona ya Msalitiwa tunayo na tunatamba nayo. Shawalilia kwa uoga, akijikongoja kutoka kwenye wheelchair, akitaka kuingia ndani, akitaka angalau kumuona Feri mara ya mwisho, lakini wauguzi walibembeleza, hali yake haikuruhusu harakati. Mikono yote miwili kafunika uso. Hakulia, alibujikwa na machozi kama mtu aliyepasuka upande wa ndani. Hapana Feri, hukupaswa kuondoka, sio leo.
sio hivi, akalalamika kwa sauti ndogo inavunjika. Yuli alikuwa ameshapanga maisha yake. Alipanga kumwoa Feli kuwa mke wa kwanza, Shao awe mke wa pili. Hilo lilikuwa ni wazo lake la ndani bila hata kumshirikisha mtu. Alipanga kuwalinda, kuishi nao, kuwaletea dunia nzuri. Alikuwa ameweka mioyo yao katika mstari mmoja wa hatima. Lakini sasa mstari huo ulikatwa bila huruma. Mtoto mchanga ambaye alikuwa ameletwa duniani kwa nguvu za mwisho za Feli alilia chumbani, kama ishara ya waraka wa mwisho aliyouacha duniani. Uzima mpya ukazaliwa kwa gharama ya roho yake mwenyewe. Huzuni katawala Firdaus Hospital. Watu waliokuwa wakipita koridoni walijikuta wakiwa wanapunguza mwendo. Walinzi wa hospitali wakashindwa kudhibiti maombolezo. Ndugu walikuwa wamelala sakafuni, wengine wakiwa wanalia, wengine wakishika vichwa. Hata wauguzi waliokuwa wamezoea mauti walikuwa wanatokwa na machozi. Feli alizoeleka hapo hospitali kwa ucheshi wake, vituko vyake, la leo ilibaki jina. Yule alinyanyuka baada ya dakika nyingi, akaenda kukaa karibu na mlango wa upasuaji. Aliketi sakafuni akiegemea ukuta, kichwa kimeinama. Hakumgusa yote, hakutaka kuzungumza, hakutaka hata kumtazama mtu yote yule. Kwa sauti ndogo sana akasema, nilikuahidi nitakulinda. Nimeshindwa. Akalia tena, sauti ya mwanaume mkubwa aliyevunjika moyoni, sio kwa aibu bali kwa mapenzi. Korido nzima ya Firdaus Hospital ikatawaliwa na maombolezo ya kweli. Dunia ikapoteza mtu mmoja, lakini mioyo ya waliompenda ilipoteza zaidi ya mtu. Ilipoteza roho iliyowapa sababu ya kutabasamu. Mtoto mchanga alikumbatiwa na Shao. Machozi yalimtoka. Akamwangalia kwa uchungu na upendo. Mama yako amepigana kwa ajili yako. Nitakulinda kwa gharama yote mwanangu. Yule akaruka baadaye kidogo kwenda kumwangalia mtoto akiwa na Ruzaki na Modede, akijaribu kutafuta sura ya Feli ndani ya uso wake mdogo. Alifanana naye sana. Moyo wake ukavunjika mara ya pili. Kwa sauti ya chini ya upole ambayo hajawahi kuitoa akasema, nitakulinda mpaka pumzi yangu ya mwisho kwa ajili ya Feli, alisema. Yule akashindwa kuongea, akajikuta sauti yake ikiwa imemezwa kwa uchungu na majonzi, akaishia kutoa kilio cha kwekwe. Modede alipiga Yule mgongoni akimtuliza. Mama yako alisema tukuite Shauni. Kuanzia sasa ndio jina lako hilo mwanangu. Nilizani angekuita jina lako kwa mara ya kwanza baada ya kuzaliwa. Nilizani angekunyonyesha wewe. Ndio nilizani tu hivyo mwanangu. Modede na Ruzaki walitoka na machozi upya. Nilizani angekuchagulia nguo, angekuchagulia shule, akikuwekea kipande cha mkate kwenye kibegi, akikutaka uwahi shule. Nilizani utamuita mama, atakuita mwanangu. Nilizani ningesikia anasema mwanangu nakupenda, ungemjibu nakupenda pia mama. Nilidhani tu mwanangu, nilidhani tu. Wakati yule alipokuwa ameketi kwenye kiti cha pembeni ya kitanda, alimshika mtoto wake mchanga kifuani, machozi yake yakiendelea kutoka bila hata kupepesa. Mikono yake ilikuwa inatetemeka kidogo, sio kwa uoga bali kwa uzito wa hasira aliyoipata. Sauti ya mtoto ilisikika taratibu kama anavyonyonya kidole, lakini hata hiyo ilikuwa ni kama wimbo wa huzuni kwa masikio ya Yule. Mlango wa hatua nzito zilianza kusogea pole pole mlangoni. Hakukuwa na haraka, hakukuwa na papala. Ilikuwa ni hatua ya mtu ambaye anajua maumivu ya mtu aliyeishi miaka mingi kiasi cha kufahamu kwamba huzuni ya mtu haiingiliwi kwa pupa. Mzee Bafemi aliingia taratibu wodini, akavaa tabasamu dogo lisilokuwa na nguvu. Ila mtu alikuwa amejitahidi kuficha uchungu wake mwenyewe. Alifika pembeni ya Yule bila kusema neno. Aliweka mkono wake mzito uliokuwa umejaa historia juu ya bega la Yule. Modede na Ruzaki walitoka nje ya wodi kusudi kuacha babu, mwana na mjukuu wazungumze. Yule aligeuka kidogo, macho yake mekundu, pumzi mzito mkubwa sana. Mzee Bafemi akavuta kiti, akawa amekaa karibu, akatafuta maneno kwa muda. Akarudi kumwangalia mtoto, kisha akasema kwa sauti tulivu sana, ila sauti ambayo huacha vidonda rohoni lakini pia huponya. Yule mwanangu, sikutegemea siku kama ingelikuja hivi. Hakuna mwanadamu aliyekuwa tayari kumpoteza mtu aliyeandika jina lake ndani ya moyo. Hakuna. Lakini maisha yametufundisha kitu kimoja. Maumivu hayaji na taarifa. Umesimama mahali ambapo wanaume wengi huporomoka, lakini leo mimi nakushika bega na kukuambia kitu ambacho kizazi changu kiliambiwa na wazee wao. Ukubwa umefika Yule.
Maneno yake akamfanya Yuri apumue kwa nguvu kama yalimgonga ndani kabisa ya kifua. Ndio ukubwa umefika kukufuata. Sio kwa kiburi, sio kwa nguvu, ila kwa maumivu. Ukubwa haumpigi mtu ngumi. Ukubwa haumpigi mtu ngumi, unamfuta jicho. Unamwonyesha kwamba kuna muda unaozani unajua hatima yako, lakini hatima yenyewe inakuja kubadilisha ramani. Tulifikiri Feri tutabaki naye atuletee kicheko milele. Tulifikiri angemlea mwanae, lakini kijana wangu, kuna muda unachokitarajia hakiwi. Unapata unachostahili na sio unachotaka. Yuri akanama chini, machozi yakamdondoka mbali kwenye blanketi lilokuwa limefunika miguu yake. Mzee Bafuma kaendelea, sauti yake ikiacha alama. Feri amekupa kitu ambacho dunia nzima haina uwezo wa kukupa. Roho mpya. Alikufa akileta maisha. Kuna thawabu kubwa humo kuliko tunavyoweza kuelezea. Mungu amekupa mtoto Yuri. Mtoto ambaye hukumuomba, hukujua ataingia lini, hukujua atakujaje, lakini amekuja kwa gharama ya moyo uliovunjwa. Hekima ya uzee inasema hivi: mwisho wa maumivu hutufundisha mwanzo wa majukumu. Leo unaanza sura mpya, sura ambayo haitamweka Feli kwenye mikono yako tena, lakini itakuweka wewe kwenye mikono ya mtoto ambaye hana mtu mwingine duniani isipokuwa Yuri. Huyo ndiye urithi wako. Huyo ndiye Feri aliyebaki duniani. Huyo ndiye pumzi ya jina lako. Yule akalia kimya kimya akimwangalia mtoto. Mzee Bafemi akasimama taratibu, akamshika Yuri tena kwenye bega, akamwambia kwa uzito wa dunia nzima: mwanangu, mshukuru Mungu kwa kukupa usichokiomba. Kwa sababu wakati mwingine baraka kubwa duniani haziji kwenye kile tunachokuwa tunakitaka, zinakuja kwenye kile tunachokistahili. Akampapasa bega, akamwacha na mtoto mkononi. Koridoni akiwa kimya, wodi ikawa hema la maumivu na hekima. Yule akamkumbatia mtoto kwa nguvu zaidi, akilia lakini akiwa anapumua kwa njia mpya yenye majukumu, lakini pia yenye tumaini. Muda mfupi tu baadaye, Shau naye akawa amejisikia uchungu na kupelekwa kwenye chumba cha kujifungulia. Miaka 6 baadaye, pwani ya Bamba ilikuwa tulivu kuliko kawaida siku hiyo. Bahari ikapiga kwa mawimbi marefu yaliyokuwa yanasikika kwa sauti inayofanana na pumzi ya dunia. Anga lilikuwa jeupe, jua lilikuwa limepamba maji kwa rangi ya dhahabu, na upepo wa pwani ulikuwa unapita taratibu kana kwamba ulikuwa ukipiga saluti kwa siku maalum. Shauni na Ferisha, mabinti wawili walikuwa kifanana kwa sura ya kudokeza undugu wao tangu tumboni kwa mama zao, walikuwa kikimbia ufukweni wakicheka, huku miguu yao ikichora alama ya muda mfupi kwenye mchanga. Walikuwa wanatimiza miaka 6 sasa. Wote wawili walizaliwa siku moja kwa tofauti ya masaa 6 pekee. Kama ilivyopangwa na maisha, majina yao yalibeba historia ya mapenzi ya kweli. Shauni, jina liloachwa na Feri kama kumbukumbu ya urafiki wao uliokuwa unazidi miaka ya mauti. Ferisha, jina lililoamriwa na Shau ili rafiki yake apumzike akiwa anasema jina lake duniani. Urafiki wa mama zao uliishi ndani ya watoto. Sherehe ndogo yenye upendo mkubwa. Walikusanyika watu wachache tu. Kulikuwa kuna Luzaki, baba mkubwa wa Shau na Ferisha, Inara, mama mdogo wa Shau na Ferisha, Mira, shangazi wa Shau na Ferisha, Mudede, baba mkubwa wa Shau na Ferisha, Dera, mtaalamu wa teknolojia ambaye hakuwa tena msichana wa kompyuta bali alishageuka na kuwa nguzo ya operesheni za siri, ila kwa hapo alikuwa kama shangazi wa Shau na Ferisha, na Rora, mzawa wa pwani Bamba, mwenyeji wao aliyezaliwa na kukulia kwenye harufu ya chumvi ya bahari, poozo la Yuri la zamani. Chakula kiliwekwa chini ya miti ya mikoko, kisha ikawa shangwe. Wasichana walikatiza maji, wakarushiana maasizi ya matope ya pwani. Kicheko chao kilijaza hewa. Yuli alitazama tu, akitabasamu kwa mdomo, lakini macho yake yakiwa mbali sana katika kumbukumbu. Aliona msitu wa kivito pembezoni mwao, msitu ulioficha milio ya tai, sauti za usiku na siri za miaka 10 alizokulia humo. Aliwakumbuka wale wazee waliomfundisha kila kitu. Kwesi na Ajani walimfundisha kuishi kwenye kivuli, kupigana bila kupoteza pumzi, kusikia mti ukianguka kutoka kilomita 2 na kusubiri adui kwa subira ya simba. Msitu ule haukuwa tu mahali, uliishi ndani ya damu yake. Shele ilipomalizika na chakula kikaisha, Yuli aliwaita watoto wake na kila mmoja akamshika mkono mmoja. Walitembea watatu kuelekea kwenye maji. Wakaketi kwenye jiwe refu lililokuwa limechongwa na mawimbi ya miaka mingi sana. Shauni alikaa kwenye paja lake la kushoto na Ferisha kwenye paja la kulia.
Maji yalikuwa na sauti kama mazungumzo ya bahari. Yuri alinyanyua macho yake na kupumua kwa kina, kisha akawatazama watoto wake hao wawili waliobeba hatima ya damu yake. Akaanza kwa sauti tulivu yenye utulivu wa mtu aliyepitia vimbunga vya dunia. Watoto wangu, maisha ni safari ndefu sana kuliko mnavyofikiria leo. Na safari hii haina ramani ya kudumu. Kila siku inakuja na njia nyingine. Shauri akamtazama kwa makini wakati Felicia akiwa anashika vidole vyake kwa nguvu, maneno mazito ila ni kama walikuwa wanaelewa watoto hao wadogo wa miaka 6 tu. Msitaki kukimbia kama hamjui mnakwenda wapi. Safari nzuri ni ile ambayo ulichagua kwa akili na sio ile uliosukumwa kuifuata. Na katika njia yote ile mtakayochagua, kumbukeni hili, mnatakiwa kutoa miba iliyo katikati ya njia. Sio kwa ajili yenu peke yenu bali kwa ajili ya watakao kuja baada yenu. Akawashika mabega yao wawili. Hakuna anayeishi peke yake duniani. Ukiondoa hatari katika njia yako leo hii, basi mtoto wa jirani atapita kesho bila kujeruhiwa. Mzee atavuka salama. Mjamzito atafika hospitali bila kuumia. Mgonjwa atafikia dawa bila kutokwa na damu. Hakikisha kila sehemu ambayo ulipewa maji ya kunywa wakati ulikuwa na kiu, unaacha historia nzuri na sio matusi badala ya shukrani. Kama mtu alikupa mkono wa kuvuka mto kwenye mamba, basi wewe ukue mpaka uwe mtu wa kumvusha mwingine. Hicho ndicho kiwango cha utu. Hicho ndicho kipimo cha ukubwa. Msijifunze kuwa wakali kwa kama dunia. Jifunzeni kuwa watu ambao dunia ingepaswa kuwa kama nyie. Kwenye safari ya maisha usiwe msafiri tu, kwa msafiri mwenye moyo safi. Moyo mzuri wa msafiri. Kulikuwa ukimya, upepo wa bahari ukaanza kupita ukicheza na nywele zao 3. Jua likaanza kutua taratibu kwenye maji na picha yao ikawa ni kama mchoro wa upepo usiovunjika. Hapo ndipo yule akaelewa kwamba safari yake ilikuwa sasa imeenda mbali kuliko ile ya vita. Sasa ilikuwa ni safari ya kulea vizazi. Watoto hao wote walikuwa ni watoto wa Shau kimsingi. Wote walikuwa ni kama wamezaliwa na mama mmoja. Tena kwa haraka ongezani yule mtoto wa Feli ndo wa kuzaliwa na Shau. Yuri na Shau ni mke na mume halali, wako kwenye ndoa mwaka wa 6 sasa. Maisha yalikuwa yana amani kubwa sana. Moyo wa msafiri umekutana na moyo wa utulivu. Maisha yanasoma. Kama ungetaka kuona maana ya upendo, basi ungeliwatizama Yuri Obafemi na Shauni Makopa. Ndoa yao inatoa maana halisi ya upendo. Okay. Asante kwa kuwa nasi mwanzo mpaka hapa mwisho rasmi. Tunakuwa tumehitimisha simulizi yetu. Nyuma ya karamu alikuwepo mtaalamu wetu, mtaalamu wa hizi kazi safi na salama, Esi Hussein Vumbi. Anasema hivi, muite Saddam Obafemi. Editor ni Maira Samueli, Hadija Kilongo na Swalhati Gombera. Hawa walihusika kuhakikisha kwamba simulizi inasomeka vizuri sana na kunipa nafasi nzuri mimi ya kukuletea kwa hisia kamili za simulizi ya Moyo wa Msafiri. Na hao tunakutana nao tena katika simulizi ya Kona ya Msalitiwa. Nani alisalitiwa, alikuwa wapi mpaka salitiwa, na ilikuwaje? Ni simulizi imetokea upande gani? Basi hakikisha unakutana nasi kupitia YouTube channel ya Simulizi Mixi au kuwa nasi pale WhatsApp 0677062012. Utapata kuipata simulizi kwa uzuri sana. Ni Kona ya Msalitiwa pekee. Tukutane hapo. Bye bye.